Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 15 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Ukuta wa Mauaji. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 14 ni pale jamaa kutokea ndani ya mji wa Morocco huko Casablanca alikuwa amepiga simu kwa Princess na kumwambia kwamba hayo magari ya watu wa Makimiliki Connect kwamba watoto basi yazuiliwe. Na ikiwezekanika basi watoto wao wauliwe na ionekane kesi ipo kwa Makimiliki Connect. Binti akasema sio rahisi, bado tupo nyumbani na tujue ni wapi tunaweza kwenda kuwazuia. Tumeni jeshi la polisi. Waambieni ndani ile gari ndimo alipo Inspector Matamla. Haraka sana polisi wataanza kulikimbiza ile gari mtaani. Na wao wakishaona polisi watagundua imeshakuwa noma. Fanya haraka polisi wakikuta watoto kwenye hali mbaya hiyo. Huyo shetani na watoto wake watapata skendo mbaya sana. Sawa, nimekuelewa. Hakikisheni wazazi wanakubali kwamba watoto tulikuwa nao sisi na tulikuwa tunawalea sasa. Na hivi sasa aliyeshi washambulia na kuwaua watoto wao ni Makimiliki Connect. Kama kuna mzazi atagoma basi akamatwe au hata auliwe mbele ya macho ya wenzake. Akishauawa atafutwe mzazi mwingine ambaye ataweza kuigiza kufanya hivyo. Sawa mkuu. Sibali katika basi kama ameshusha pumzi ndefu kisha kama jiambia mwenyewe ni wakati wa kurudi nyumbani sasa. Makimiliki Connect anataka kunizoea vibaya. Alinama kama tafuta namba kwenye simu moja kwa moja kama amepata namba ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Bobosa. Akamtumia ujumbe kwa anarudi nchini Tanzania na aandae kikosi na mawe tayari kwa ajili ya mapambano makali. Alipotuma ujumbe huo akafunika simu yake kisha amesogea kwenye kioo na kuanza kuchana nywele zake huku akijitazama. Kijana huyo wa Kiarabu alijiona yupo tayari kurudi nchini Tanzania nyumbani kwenda kupambana na Makimiliki Connect ambaye ameanza kugusa mali zake. Kilichoendelea msikilizaji, twende pamoja basi katika sehemu hii ya 15 tukiwa ni sehemu ya 5 ya msimu wa pili wa Ukuta wa Mauaji. George Daktari ya Siara ndo mtunzi, director ni kutoka Simulizi Max ndo msimuliaji. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677 062012. Tunaendelea na simulizi yetu. Baada ya simu kutoka Morocco kukatika na Khadija kupokea maelezo kutoka kwa kaka yake, Khadija alikuwa amenyanyua simu yake na kumpigia askari anaitwa Ahmedi asili wakitumika kwenye kazi zao zinazohitaji jeshi la polisi kuweka mkono wake. Alipigiwa simu majira ya saa 6 usiku na alipokea huku sauti yake ikiwa inasikika upande wa pili wakati akipokea maelekezo kutoka kwa Khadija. Kuna gari nataka kuingia Darazole. Ni Humvee ina rangi nyeusi. Kusanya askari wako, hakikisha hilo gari haliingii ndani ya jiji usiku. Fanyeni kila mnaloweza kuhakikisha kwamba mnafanikiwa kulizuia. Kwa nini tulizuia hilo gari? Fanya kwanza nilichokuagiza. Maelekezo nitakupa baada ya wewe kufanikisha hilo. Unajua tunatumia nembo ya jeshi la polisi, mambo yakienda ndivyo sivyo unategemea nitajibu nini? Unafahamu kwamba Inspector Matamla ana siri zetu nyingi sana, si ndio? Ndio nafahamu. Hilo gari limembeba Inspector Matamla akiwa mahututi na wanachokifanya ni kumpeleka hospitali akatibiwa akafanya matibabu. Sasa nataka uhakikishe kuwa huyo Inspector Matamla hafiki hospitali. Ofa yetu ya leo itakuwa ni mara 4 ya ile ya siku zote. Nendeni mkafanye kazi. Naamini kwenye uwezo wenu. Naamini mnaweza kufanya kazi nzuri kuliko mtu yote yule. Hakuna haja kumuokoa. Hatumhitaji kwa sasa hivi na ndio maana tunataka apotee kabisa. Sawa princess. Simu katika na Khadija kamerudisha simu yake mezani akamgeukea Jabiri na wenzake ambao usiku huo walikuwa kwa ndani ya chumba hicho wakifanya kazi ya kutengeneza muundo mzuri wa ulinzi watakaotumia kwenye kumlinda mama yake. Habari mbaya zimetufikia hivi sasa. 31 BC imevamiwa na vijana wa Makimiliki Connect na wamewachukua watoto wote kisha wamelipua lile eneo lote. Khadija imwambia Jabiri na wenzake ambao walikuwa wameshangaa sana kusikia hivyo. Kila mmoja alikuwa ameuliza swali kutaka kujua kama kweli maficho yao hayo yamejulikana na yamevamiwa ndani ya usiku mmoja tu na imewezekana kusambaratishwa. Yuko wapi Takubo Mikenao? Inawezekanaje watu waharibu 31 BC wakati kikosi chake kipo? Jabiri aliuliza kwa jazba huko akiwa anaweka bastola yake kwenye hali ya utayari wa kufanya jambo. Takubo Mikenao yupo mikononi mwa Makimiliki Connect. Taarifa zinasema amemfungia ndani ya Black House. Kwani hiyo Black House ina ukubwa gani? Mbona ni muda mrefu sana nasikia tu kuwa watu wamefichwa huko lakini sije kabisa kusikia wametoka. Hayo sio maswali ya kuuliza hivi sasa. Kinachotakiwa ni kujua tu ipi itakuwa ni hatua yetu inayofuata. Khadija alikuwa ameongea kauli ambayo ilimfanya Jabiri akunja sura yake kama mtu ambaye alikuwa amesikia kitu ambacho hakutaka kukisikia. Unakunja sura nini? Khadija alimuuliza Jabiri ambaye alikuwa amesimama akaweka bastola chini kisha ameanza kuzunguka huko ndani. Namna ambavyo tumekuwa tukibadilisha majukumu ndivyo ambavyo tumekuwa tukitoa mianya kwa wenzetu kuweza kufanya kile ambacho wanaona kabisa kitazidi kututisha na kututikisa. Tumetoka Tanzania kuja mpaka hapa kwa ajili ya kumlinda mama yako.
kama walivyosema au nakosea? Imepigwa simu inakuagiza utume jeshi la polisi kuzuia watu wasiingie na watu ndani ya jiji. Hii ina maana gani kwetu sisi? Hii sio nzuri wala haina afya. Niamini mimi itachukua muda mrefu sana kuweza kujua ni kitu gani cha kufanya, na mpaka tunajua tutakuwa tumechelewa. Nadhani sisi tungebaki pale pale kwenye kumlinda mama. Hayo mengine tungewaachia wenzetu. Tunaweza kujiongezea majukumu halafu tukaacha upenyo mama tukampoteza. Sijui kama itafaa hiyo. Jamila alikuwa ameshauri hivyo na Khadija alikuwa ametikisa kichwa kuitikia kwamba ushauri uliotolewa ulikuwa unafaa kabisa. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwetu na ndio maana umekuwa mkono wangu wa kulia kwa muda mrefu. Mama aliniambia hataki tujihusishe na kumlinda, ila mimi na wewe tutalazimisha hilo litokee. Hakuna haja ya kusema kwamba tutalazimisha, yeye mwenyewe itabidi akubali. Sawa. Tupumzike basi, kisha kesho tutamkia kwenye hoteli anayoishi. Kila mtu aweke vifaa vyake sawa. Mapema kesho tunaanza kazi. Khadija alikuwa ameailisha kikao hicho na kila mmoja akabeba kilichokuwa chake kutoka ndani ya chumba hicho. Upande wa Hamedi Botanida, haraka alikuwa amewapasha habari askari wenzake 9 ambao walifika kwenye eneo lao la kukutania, kisha wakaingia kwenye magari mawili wakiwa na silaha za moto. Safari yao ilikuwa imeanza mara moja kwenda kulizuia gari hilo ambalo lilikuwa likitokea kwenye mji wa Pazuri lisiingie ndani ya jiji hilo. Genesis tutatumia jina la Edo, TXO, Sosejing, Ovori, Mona, Jessica na Gonza wote walikuwa kimya, mara moja wakiwagusa watoto mikononi na shingoni kuhakikisha kama bado walikuwa hai. Sosejing aliinua macho yake na kumtazama TXO kisha katikisa kichwa kama mtu ambaye anakataa kitu. Ndio akili ya Sosejing ilikuwa haitaki kukubali kwa TXO alikuwa ni mwanajeshi ambaye ametengenezwa kutoka ndani ya jeshi la wananchi. Hakuna namna mtu kama huyu anaweza kuwa anatoka kwenye jeshi letu. Hakuna, na hilo nitakataa maisha yangu yote. Huyu hawezi kuwa kwetu huyu. Inakuwaje mtu anakuwa na nguvu za kuvunja mifupa kama anavunja kijiti? Maneno yalizunguka kwenye kichwa cha mtu huyo. Haki hii ilimfanya mtu huyo kumuuliza Gonza kama anajua historia ya TXO ni wapi alikopata ujuzi. Huyu anatoka kwenye jeshi letu hili. Yeye ndiye daktari ambaye aliibua ile skendo ya dawa feki na vifaa tiba vilivyo kwa chini ya kiwango. Alikuwa daktari jeshini na pia alifanikiwa kuwa komando. Kila kitu kajifunza hapa kwenye jeshi letu. Nakataa hilo. Hivi uliona kasi yake na nguvu alizonazo? Ni bidii tu za mtu ambazo zinamfanya mtu kuwa bora zaidi ya wengine. Ndio afikie kiwango kile. Asasi Jinga alikuwa ameuliza swali na Gonza alikuwa amempa ishara mtu huyo asogee ili anongonezwe kitu. Na hapo navumwona TXO ndo amezeeka. Alipokuwa kijana, kila alivyokuwa anafanya sisi zote tulikuwa tunabaki midomo wazi. Kwa na miaka mingapi? Gonza alikuwa amejibu swali hilo kwa kunyosha vidole 5 kisha 4. Na hapo ndo sasa Jing alikuwa ameona mtu huyo anamdanganya kabisa. Isikubaliana na maelezo yako hata kama atanielezea mwenyewe. Hata kama mkinionyesha picha sitoamini, maana siku hizi mitandao imeshashika kasi sana. Picha zinatengenezwa kwenye kiwango ambacho mtu hawezi kabisa kutofautisha kati ya picha halisi na picha za kutengeneza. Kwa nini kitu gani kinakufanya ukatae kwamba TXO hatokie kwenye jeshi letu? Na najua wanajeshi wa nchi yetu wengi sana hawakaribii hata utimamu wa mwili alionao TXO. Na ndio maana nahisi labda amekuzwa na amepata mafunzo kwenye majeshi makubwa huko duniani. Na pia amepitia kwenye vitengo ambavyo ni vya viwango vya juu. Sasa kwenye kundi letu sisi wote hapa kama familia, mtu ambaye amefanya kazi kwenye taasisi kubwa zaidi ni Esther ambaye anaitwa Anviri, MI6. Na kiukweli hata tukikaa naye tutaona kabisa ametuzidi vitu vingi sana. Anafanya kazi kwa kiwango cha juu sana. Kuanzia kupanga mipango, uchoraji wake wa ramani ya tukio, chaguzi zake za maneno ya matumizi, chaguzi zake za maeneo ya matumizi ya silaha na maeneo ya kutokutumia. Pia amekuwa na timing nzuri sana. Kwenye mapambano yetu yaliyopita alikuwa na faida kubwa sana kwetu na mara nyingi alifanya kazi ziwe nyepesi mno. Yuko wapi Anviri? Kuna muda alinizidi ketaka muoa. Pole sana. Hiyo ndo tabu ya kuumbwa ukiwa domo zege. Anaichukia hii hali, ni vile tu imekuwa nisemea maumbile yangu hivyo siwezi kufanya chochote kile. Unaonekanika bado una maumivu moyoni. Maumivu sina, ila kovu bado ninalo. Kama ambavyo mwanamke hawezi kumsahau mwanaume aliyemtoa bikira yake, ndio hivyo kwa mwanaume waga hawezi kumsahau mwanamke aliyempenda sana kisha akamkosa kwa mwanamke huyo akaolewa na mwanaume mwingine. Hilo kovu hilo, kidonda hicho waga inadumu kwa muda mrefu sana. Hakika inauma sana, ni vile tu dunia inaposikia sauti ya mwanaume akilalamika kuhusu mapenzi waga inachukulia kama kelele.
Ndio kila kiumbe linapokuja swala la hisia za mapenzi, basi kila kiumbe ni dhaifu sana. Au umenena vema, kila mtu ni dhaifu sana. Ila bora kamkoana, maana timu ingepoteza watu wawili. Tukuona timu ilipoteza watu watatu. Tuachane nayo. Mazungumzo yalikuwa yanaendelea ndani ya gari wakati dereva akiendesha gari kwa kasi. Safari ya masaa 5 ilikuwa inatakiwa kupunguzwa mpaka kufikia masaa 2 mradi tu wawahi kufika ndani ya jiji la Zuri na watoto wapatiwe matibabu. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinahitajika. Wengine wote walikuwa wamesikiliza mazungumzo ya Sausage na Gonza. Ni kama wile kama kulichangamsha gari kutokana na ukimya wa wengine ambao macho yao yalikuwa yapo kwa watoto waliokuwa wamelazwa ndani ya gari. Kila mmoja akifikiria na kuwaza, je, watafika wakiwa hai au watakuwa ni maiti tu? Na kilicho wachanganya sana ni kuwaza itakuwaje kama itatokea watoto hao watafia wakiwa mikononi mwao. Texolo kama amechukua simu na kumpigia George ambaye alipokea simu hiyo haraka sana. Ni wapi penye majani mabichi? Texolo kama ameuliza kwa kutumia kodi, kisha alisikiliza akiwa ameweka loudspeaker ili kila mmoja ndani ya gari asikie. Maktaba. George alikuwa amejibu kutokea upande wa pili wa simu na kuwafanya wote kubaki nje ya panda wasielewe ni nini mzee huyo alikuwa anasema. Na nia yake ilikuwa nini? Huyo mzee anazeeka vibaya sana. Hebu wote tumekuambia kwamba wana hali mbaya. Hakuna anayeweza hata kufungua mdomo kusema chochote kile. Inakuwaje tena unasema kwamba apelekwe maktaba? Ni nini unamaanisha? Wapelekeni maktaba haraka sana. Kuna vyuma vinaweza kuvitumia kuwapatia matibabu na wakawa salama na watu wasio chochote kile. Maktaba kwa sasa hivi haina wateja, hivyo ni eneo ambalo tunaweza kulitumia kwa uhuru bila hata kusumbuliwa. Nimeshawaandaa madaktari na wanakuja kufanya kazi yao. Sauti kutoka upande wa pili wa simu ikasikika vizuri ikijibu swali la Edo. Hapo sasa kila mmoja alikuwa ameelewa kwa nini watoto wanapelekwa maktaba na sio hospitali. Edo alimwomba babake afanye mpango madaktari wapatikanike haraka sana na ikiwezekanika wafike kabla yao, ili wao wakifika ndani ya maktaba hiyo basi watoto waanze kupatiwa matibabu moja kwa moja. Kwa sababu daktari usiwe na wasiwasi, tayari nimeshampigia Dr. Christina na amesema anakuja na madaktari wenzake 3, lakini pia nimempigia simu Dr. Mago ambaye amenithibitishia atafika eneo hilo akiwa na madaktari wenzake 6. Hivyo timu ya madaktari itakuwa ya kutosha kuwapatia msaada watoto. Mnasubiriwa nyie tu. Kama tatizo la hao watoto liko ndani ya uwezo wetu, watoto watapatiwa matibabu haraka sana. Jiji kama thibitisha kitu hicho kiliwafanya waliokuwa kwenye gari kuhisi wametua mzigo mzito. Chexo alikuwa amekata simu na kutazama wenzake, kisha akawatazama watoto ambao walikuwa wametulia urithini wamekufa. Gari lilikuwa limebakiza kilomita chache tu kabla ya kuingia ndani ya jiji la Zuri. Dereva alikuwa makini kuhakikisha kwamba safari hiyo wote walio ndani ya gari wanafika salama. Kwa mbali wakaona magorofa na taa nyingi zilikuwa zinawaka. Matumaini yakawa makubwa kwa sasa ya kuingia jiji la Zuri. Lakini ghafla mbele yao fuso moja lilikuja wanji. Kama sio umahiri wa dereva huyo kulikwepa fuso hilo, basi hakuna mbange baki hai ndani ya gari hilo. Halikuwa tukio la kawaida, hivyo kila mmoja alishika silaha yake. Mbele likatokea gari la polisi likipiga kingora na nyuma likatokea gari la polisi vile vile. Edo Texio na wenzake walijikuta wakiwa wamewekwa mtu kati. Alishuka mtu mmoja akiwa na kipaza sauti kupitia kifaa hicho, aliwatangazia waliokuwa kwenye gari hilo washuke haraka sana na kunyosha mikono juu. Kitendo hicho kilimkwaza sana Edo. Alishagundua polisi hao wanatumika kutaka kuwazuia wao wasifike na watoto eneo ambalo wanaweza kupata matibabu. Alishika bunduki yake, lakini Texo akamzuia mkono na kutikisa kichwa. Texo alikuwa amegeukia dereva akampa ishara aondoe gari. Dereva hakusubiri neno zaidi, alikanyaga mafuta na chuma ikasogea mbele kuwafuata polisi. Polisi walikuwa wanashambulia gari kwa risasi za moto, lakini hakuna risasi iliyokuwa imepenya kwenye mwili wa gari. Humve gari iliyotengenezwa maalum kwa ajili ya matumizi ya kijeshi, risasi ndogo hizo haikuwa sehemu matatizo yake. Dereva alikuja uso kwa uso na hapo polisi ilibidi wapishe gari hiyo ipite haraka. Aliyeshika kipaza sauti karudi ndani ya gari na magari yao mawili alianza kuifukuzia gari hiyo huku akiwa anashambulia kwa risasi. Ghafla tu polisi wamekuja kuongeza ugumu wa kazi. Je, watafanikiwa kufika na watoto wakiwa wazima au ndo mambo yameharibika? Ndo kwanza tunaanza sehemu ya 15 msikilizaji. Tutapata majibu ya swali hilo. Lakini unaambiwa kwamba George alikuwa ndani na mkewe akiwa wanazungumza mawili matatu kipindi ambacho bado alikuwa na fuatilia safari ya vijana wake ambao walikuwa wametoka kuwachukua watoto. Hivyo mkewe alikuwa kando yake akiendelea kumpigisha stori za hapa na pale ili mwanaume huyo asisinzie. Mwili wa George ulikuwa ni dhaifu sana toka alipogundua amepoteza nguvu zake. Ni kawaida kwa binadamu yoyote, uimara wake uoga unaanzia ndani. Mtu akiwa dhaifu ndani, basi kwa nje hata awe na misuli kiasi gani hawezi kuwa imara hata kidogo. Kuna kitu kingine ambacho nimekipata
ni kitu kizuri sana ambacho kinaweza kutusaidia kwenye kazi. Mkeo alikuwa ameongea huko akiwa na mkanda na kitambaa cha baridi kichwani. George alitabasamu zaidi na zaidi. Upendo wa Angela kwa mumewe, mwanaume huyo, haikubakia tu kwenye maneno pekee. Ulikuwa unaonekana kwenye vitendo kabisa. Kitu gani ambacho umekipata mke wangu? Yaani nimempata dereva ambaye alimbeba Isaya Gumbo siku ambayo anaenda kumuua. Mkeo alikuwa ameongea kitu ambacho kilimshtua sana George. Alimtazama mkeo kwa macho yenye maswali. Unasema kweli? Umempata yule dereva? Ndio nimepata kuanzia picha yake mpaka picha ya familia yake. Yaani mpaka kazi anayofanya mpaka mahali alipo hivi sasa, vitu vyote nimevipata. Umevipata vipi wewe? Na umempata vipi? George alikuwa amemuuliza mke wake ambaye tabasamu kisha akasogea karibu. Nilikuwa nafuatilia kwa ukaribu sana taarifa za kifo cha Isaya Gumbo kwa sababu kilinigusa sana. Kumuona kijana mdogo anapigwa risasi katikati ya watu wanne mpaka anakata roho ni kitendo cha kinyama zaidi nilichowahi kukiona kwenye maisha yangu. Sasa ile siku ambayo Isaya Gumbo alitoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kuonana na mpenzi wake, hapa kabla siku nzima walikuwa hawajawasiliana. Je, pamoja na huyo mwanamke wake. Sasa kwa kuwa siku nzima walikuwa hawajawasiliana, ilikuwa inaleta mashaka kuonyesha kwamba usiku mwanamke anamtafuta mwanaume kisha anamwambia wakutane sehemu. Kitu ambacho ukifuatilia kwenye mawasiliano yao ya nyuma hakikuwahi kutokea. Ni Isaya Gumbo aliyekuwa anataka sana kuonana na mwanamke huyo, lakini mwanamke huyo alikuwa anakwepa sana. Sasa siku nzima Isaya Gumbo hakumtafuta mwanamke. Ajabu ilivyofika usiku yule mwanamke akamtafuta mwanaume kisha kumuomba onane, na katika kuonyesha kwamba ulikuwa mtego, mwanamke yule kwenye ile siku ndio siku ambayo alijirahisisha sana kwenye kumtega Isaya Gumbo apate hamu ya kufika eneo la tukio haraka kuliko siku nyingine zote. Hivyo kwa kufuatilia mawasiliano yao yalivyokuwa, ilionyesha wazi kabisa kwamba yule binti alikuwa ametumika na watu, iwe kwa kupenda au kwa kutumikishwa. Kwa hiyo sasa kilichofuata pale ni mimi niliamua kufuatilia mawasiliano ya yule binti. Nikaja kugundua kwamba kulikuwa na kesi ya pesa anamdai mwanaume mmoja, na mwanaume huyo nilipokuja kufuatilia ndio nikaja kugundua mwanaume huyo ndiye mtu ambaye alijifanya kwamba ni dereva wa Bolt anaitwa na Isaya Gumbo, kisha akamchukua na kumpeleka mpaka uwanja wa Joda pale. Ni dereva kawaida tu, lakini anatumika sana na watu wabaya kwenye kuhamisha watu kutoka sehemu walizokuwa wanatakiwa kwenda sehemu nyingine. Ni dereva mzuri sana ambaye anafanya kazi yake kwa weledi sana, hasa pale ambapo anakuwa amekutana na wateja ambao wanampa pesa nyingi. Hayo unayofanya sio kawaida. Wakati mimi naona kazi zinazokufanya kuosha vyombo wewe umekuwa ukifanya makubwa kiasi hiki. Pongezi ende kwa Anvil ambaye ametumia muda mwingi sana kunipika. Na kupongeza kwa kuifanya kazi ambayo sikuzania kama ipo siku utazifanya. Ndipo amua kuwa mkeo wewe ulikuwa unadhani kwamba ningefanya kazi gani? Niwe mama wa nyumbani tu. Nipo hapa miaka na miaka hii hapa, nimefundishwa na lipo ndani ya uwezo wangu. Najua litakusaidia kwa namna yote. Ni wakati wa kwenda serikalini tukafunge ndoa sasa. Sio kama natakiwa kuendelea kukuita mke wangu bila ndoa. Sheria zinasema ukiishi na mwanamke kwa siku 90 tayari ni mkeo. Huna haja ya kufika mbali. Watoto wako wataniona mbaya na pengine watanifikiria zaidi kwamba umenioa kwa sababu ya mali. Sitamani kuharibu mahusiano yetu huko mwishoni. Mimi ni mkeo bila hata makaratasi ya serikali. Kweli nimezeeka. Najua unaogopa watu watakucheka unaolewa na mzee. Unazeeka vibaya wewe mzee. Mazungumzo yalikuwa menoga na walikuwa wanazungumza huko kila mmoja akitabasamu. Ghafla simu ya George ikaita haraka, alipokea na kuweka sikioni kusikiliza. Tunakaribia kufika lakini tunakimbizwa na polisi. Sijui wametokea wapi lakini wapo na sisi, wanatukimbiza huko wakitushambulia kwa risasi za moto. What? Inaonekana wazi wametumwa na wahakikisha watoto wafike hospitali. Sauti ya teksi imesikika kutoka upande wa pili na kufanya George kupiga ngumi nzito ukutani mpaka saa ikatikisika. Askari polisi? Ndio, askari polisi wapo na gari zenye namba za usajili wa jeshi la polisi na pia wanatushambulia sana. Fanya kama nilivyokuambia. Wapelekeni watu maktaba, mimi nakuja hapo sasa hivi. Madaktari walishafika hapo dakika 10 zilizopita. Wanasubiri watoto. Na vipi sasa kuhusu hawa polisi? Nende nao tu mpaka hapo maktaba. Kama wakiwafuata mpaka hapo maktaba, wakaleta vurugu ya aina yote ile, mimi nitafika hapo kushughulika nao. Jaji alikuwa ameongea kwa asili kisha kama amepiga ngumi nyingine ukutani. Hii ya sasa iliacha alama ya nakozi zake kwenye ukuta. Simu ya teksi ile katika na George alikuwa amemgeukia mkeo ambaye hakuelewa mazungumzo hayo yalikuwa yanahusu nini mpaka mmeo anapiga ngumi ukutani kwa asili namna hiyo. Nini kimetokea? Mbona nimesikia unataka kuondoka mara polisi? Imekuwaje na mbona ghafla hivyo? Mkeo alikuwa ameuliza huko anamgusa kifuani kutuliza hasira ambazo zilikuwa zimeshapanda.
Kama angelikuwa bado na nguvu zake mpaka muda huo, vitu vingelikuwa vimeshaanza kuganda humo ndani. Polisi wanawakimbiza vijana wangu. Sijui nani ambaye amevujisha hii taarifa, ila polisi wako barabarani wanawakimbiza vijana wangu na wanawashambulia kwa risasi. Joji alikuwa ameongea hivi huku akiwa anavua shati. Mwili wake wenye makovu mengi unaonekanika mbele ya macho ya mkewe kwa upole na huruma. Mkewe alikuwa amegusa moja kati ya kovu lilikuwa karibu na bega la kushoto. Nisaidie nguo za kazi na bulletproof. Kamwamshi Genesis, nataka kwenda naye kwenye kazi. Hapana mume wangu, mtoto bado mdogo. Achana na udogo wake. Huu ndio wakati wake kunisaidia. Sitaki kuamini kama hao polisi wanafanya kazi waliotumwa na kiongozi wao. Hawa ni watu ambao wametumika vibaya na watu wenye pesa. Sasa dawa ya watu kama hawa ni kuwazika tu. Joji alikuwa ameongea kitu ambacho kilimshangaza sana mkewe. Unataka kwenda na mtoto kwa ajili ya kazi hiyo? Hapana, siendi na mtoto. Naenda na silaha yangu iliyobaki. Kuanzia hivi sasa Genesis atatumika kama silaha yangu iliyobaki. Hawa si askari polisi. Kama wangelikuwa wanafanya kazi ambayo wametumwa na kiongozi wao, basi wasingekuwa na shambulia kwa risasi vijana wangu. Nataka niende na silaha yangu ili kama wakileta sintofahamu mbele ya maktaba yangu, basi hakuna ambaye nitamwacha akiwa hai, ili wengine pia wajifunze. Hapana. Usifikiri hivyo mume wangu. Muda sio mrefu tumetoka kuzungumza kuhusu hili jambo. Nilikwambia hatutakiwi kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Kama askari hawana hatia, kwa nini watakuwa wanataka kuwaua vijana wangu? Mtu yeyote asiyekuwa na hatia hatakiwi kutumika kwenda kuwaumiza wenzake wasiokuwa na hatia kama yeye. Hawa wanatumika kuangamiza watu wasiokuwa na hatia. Leo sio mara ya kwanza wao kufanya hivyo. Nenda kamwamshe mtoto. Mwambie baba nataka kwenda nawe kazini. Joji alimwambia mkewe akiwa serious. Mke wake hakuwa na kupinga. Baba mwenye mtoto alimtaka mwanae akafanye kazi. Polepole alikuwa ametoka kwenye chumba hicho, akatembea na kwenda mpaka kwenye chumba alichokuwa na Genesis. Ulikuwa ni usiku sana, hivyo alimwamsha kwa upole, na alipoamka alimwambia kaoge. Genesis hakuwa na tabia ya kuuliza kwa nini anapoambiwa kitu na mama yake. Ni mtoto ambaye alikuwa akiamini kila anachoagizwa na mama yake ni kitu sahihi. Baba nataka kwenda nawe kazini. Mama huyo alikuwa ameongea mpaka hapo, kisha alishia pumzi. Genesis aliposikia baba anataka kutoka naye alifurahi sana. Ni mara ya kwanza kupata bahati ya kutoka na baba yake. Haraka alinyanyuka kitandani akawa ameenda bafuni kuoga. Alijimwagia maji ndani ya dakika 2 kama ametoka akiwa tayari. Alionekana mwenye furaha kubwa pasi na kujua ni wapi alikuwa anaelekea na mzee wake. Angela kama onyesha wasiwasi mkubwa kwa sababu mwanae alikuwa hajawahi hata siku moja kufanya kile ambacho anapelekwa kwenda kufanya. Na katika kitu ambacho kutoka moyoni mwake alikuwa hahitaji kitokee kwa mwanae ni kumuona akifanya mauaji kupitia uwezo alionao. Alitamani sana isitokee, lakini asingekuwa na nguvu wala maamuzi juu ya mumewe ambaye ndiye mwenye maamuzi ya mwisho ndani ya nyumba hiyo. Genesis alivalishwa suti nyeusi na viatu safi, kisha mama yake akamvalisha kofia kichwani, jambo ambalo lilimshangaza. Kwa nini sasa anavaa suti na kofia? Alimuuliza mama yake kwa kumtazama machoni. Huko unakoenda hutakiwi kuonekanika sura yako, lakini pia unatakiwa kumsikiliza sana baba yako. Usifanye chochote bila yeye kukuambia ufanye, sawa? Umeelewa? Mama alimwambia maneno hayo kijana wake, na mtoto akatikisa kichwa kuitikia. Cha muhimu unatakiwa kumfuata baba yako popote anapoenda. Hakikisha unarudi naye akiwa salama. Umenielewa? Ndio mama. Baada hapo Joji alikuwa tayari ameshavaa mavazi yake na alikuwa tayari kutoka kuelekea maktaba ya wajana. Joji alikuwa tayari kuonana na polisi ambao walikuwa wakitaka kuwazuia watoto wasifike eneo ambalo watapata msaada. Taratibu baba na mwana walikuwa wametoka wakiwa wameshikana mkono. Mama alikuwa yuko nyuma akiwasindikiza mpaka nje. Aliingia kwenye gari, wakapungia mkono wakawaheli, kisha wakaondoka. Kwa mara ya kwanza Angela alijihisi vibaya sana. Aliona mtoto wake kuwa na nguvu za koneti ni kama mkosi. Kama akiwa na miaka 13 tu tayari anapelekwa kazini, itakuwaje maisha ya mtoto wake? Hilo likamnyima sana raha. Katikati ya jiji la Dazuli, ving'ola vya magari mawili ya polisi pamoja na sauti za risasi vilisikika wakati magari matatu yakiwa yanakimbizana. Humve yenye rangi nyeusi ilikuwa mbele yao wote, ikiwa imewaacha mita karibia 35. Askari polisi wajitahidi sana kuendesha gari kwa kasi ili kwenda sawa na kasi ya gari hiyo, lakini walikuwa wanaambulia patupu. Ubora wa gari pamoja na umahiri wa dereva aliyekuwa anaendesha gari hiyo ulikuwa unawaachia vumbi tu kwa nyuma. Mara zote ambazo askari walikuwa wanachomoka pembeni mwa gari zao na kushambulia kwa risasi, zilikuwa zinaishia kugonga mwili wa gari hilo na vioto ambavyo havikuvunjika wala kupasuka. Ahmedi Botanida aliendelea kuwasisitiza wenzake kuwashambulia kila pale upenyo ulipokuwa unapatikana. Safari yake imeendelea kukimbizana katikati ya jiji hilo. Bahati nzuri usiku jiji la Dazuli lilikuwa lipo kimya sana. Ahmed alikuwa ameanza kushangaa baada ya kugundua gari hilo ilikuwa haliende hospitali na badala yake walikuwa nakimbiza lilikaenda kufunga breki mbele ya maktaba ya wajana. Gari moja la polisi lilikuwa limeenda kwa kasi na kufunga breki zake mbele ya gari hilo, na jingine
zikabaki nyuma. Kutoka kwenye magari yao mawili wakashuka askari 9 wakiwa na bunduki, huko askari mmoja ambaye alivaa kiraia alishuka akiwa hana silaha yote mkononi. Huyo ndiye Ahmed Botanida ambaye alikuwa ametumwa kuja kuhakikisha watoto walio ndani ya gari hilo hawafiki sehemu yoyote kupata matibabu mpaka pale watakapokata roho. Alishuka mwanaume huyo akitembea kwa mbwembwe na kwenda kusimama mbele ya gari hilo. Mbele ya macho yake alikuwa ametazamana na TXO na Edo pamoja na dereva ambaye alikuwa kihema kutokana na kukimbizana na magari mawili kwa muda mrefu kidogo. Na hapa dakika moja wote mliopo ndani ya gari mtoke nje, kisha mpige magoti na kunyosha mikono juu. Fanyeni haraka sana kabla jeshi la polisi halijatumia nguvu zaidi kuwatoa ndani ya gari. Askari huyo aliongea kwa kuwa anagusa gari hilo ambalo lilimshangaza kidogo kuona risasi zote walizopiga bado waliokuwa ndani kwa salama. Waliokuwa ndani ya gari walimtizama tu usoni. Edo ambaye alikuwa na hasira na mtu huyo toka mwanzo alitaka kushuka, lakini TXO akamzuia tena, akamonyesha ujumbe kwenye simu. Hapa kama tuliona kutabasamu, kitendo ambacho kilimshangaza Ahmed Botanida. Nitahesabu mara 5 kama hamtotoka kwa yarini basi tusilaumiane. Sauti ya Ahmed Botanida ilisikika. Sauti ya Ahmed Botanida ilisikika na kuitikiwa na Mwangwi. Alimaliza kulizunguka gari hilo na kulishangaa namna jinsi lilivyokuwa, kisha akasimama mbele yake sasa. 1 2 3 4. Narudia tena. Natoa dakika 1 mliopo ndani ya gari mtoke nje kabla sijatumia nguvu kubwa kuwatoa nje. Ukimekaendelea kuwepo hapo nje ya maktaba ya Wajana. Hakuna mlango wa gari uliofunguliwa wala hapakuwa dalili za watu kutoka. Ahmed Botanida alitoa amri kwa askari wenzake kulizunguka gari hilo wakiwa na bunduki. Na alikuwa amechukua bunduki na kilichokuwa kinafuata alikuwa anatakiwa kumimina risasi kwenye gari hilo mpaka lichoke na kupitisha risasi. Waliopo ndani wafia umomo. Haikuwa kazi rahisi, ila waliamini wakianza tu itafanikiwa. Je, itakuwaje kwa walio ndani ya gari na wamegoma kushuka? Tufuatie kwa karibu sana msikilizaji, utapata kujua kwa uzuri kabisa. Lakini unaambiwa msikilizaji, wakati gari likiwa linafunga braking mbele ya maktaba ya Wajana, George na mtoto wake walikuwa tayari wameshafika kwenye maktaba hiyo dakika chache zilizopita, na walikuwa juu kabisa ya jengo hilo. Kila kilichokuwa kinatokea hapo chini walikuwa wanakiona kutokea juu, na George alikuwa akimuelekeza jinsi namna ambavyo polisi wanaweza kutumika vibaya kuumiza raia wema. Wakati ambao askari polisi tayari wameshanyosha bunduki zao kwenye gari walilokuwepo TXO na wenzake, George hakutaka kusubiri na kuona kitu gani askari hao wanataka kufanya. Ajabu, Ahmed Botanida alisita na kusema atahesabu tena mpaka 5, kisha baada ya hapo askari hao watapiga risasi nyingi kwenye gari bila kujali ni nani yuko ndani ya gari. Kitendo hicho kilikuwa ni kitendo kibaya sana kuonekanika kifanyika na mtu aliyevaa sare za jeshi la polisi. Jeshi la polisi ambalo linaaminika kwamba kazi yake ni kulinda raia na mali zao, leo lilikuwa linataka kuangamiza bila huruma. George akamgeukia mwanae na kumshika mashavuni. Janice alikuwa anatetemeka kutokana na kuwa mgeni kabisa kwenye uwanja wa vita. Nataka walinde watu walio ndani ya gari. Haya, fanya haraka mwanangu, kabla hajatokea mambo mabaya zaidi na kuyashuhudia. George alikuwa amwambia mwanae. Alitikisa kichwa kwa kukataa. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kuonesha ni namna gani alikuwa kwenye hali ya hofu kubwa sana. Mama alikwambia ni nyumbani. George alimuuliza kwa ukali kiasi kwamba mtoto alikuwa ameogopa baada ya kumsikia babake akimfokea. Sauti ya George ikasikika na kumfanya Ahmed Botanida na wenzake kushangaa kusikia sauti ya mtu kutoka juu ya ghorofa ya jengo la maktaba. Hawakujua kama kuna watu wengine zaidi yao katika eneo hilo. Na kuuliza mamako alikwambia nini wewe? Aliniambia nifanye kila ambacho utaniagiza nifanye. Lakini sio kama hivi baba. Naogopa mimi. Na kuagiza kuokoa watu. Ndani ya gari kuna dada yako pamoja na kaka yako. Ukichelewa tu mimi na wewe kesho tutakuwa msibani. Je, unataka kumuona kaka mkubwa akiwa maiti? Wale wanataka kumuua kaka yako. Hauwezi kumlinda kaka yako. Fanya haraka mwanangu, acha uoga. George alikuwa amwambia tena kwa upole. Janice aliposikia ni kaka yake mkubwa ndio anataka kupigwa risasi, haraka alichungulia chini walipo askari hao, akawatizama kwa hasira kali sana. Ndani ya sekunde 5 tu wote pamoja waligeuka kuwa nguzo za barafu. Nani mwingine ambaye anataka kumuua kaka mkubwa? Niambie nani huyo? Janice alikuwa amepiga kelele kali sana ambayo ilimuumiza masikio George. Kipindi ana nguvu zake na yeye aliwatesa watu, leo hii bwana mdogo akicharuka kama hivyo, basi maumivu mpaka kwa mzee wake. Basi baba, tulia. Usije ukanigeuza kiziwi bure sasa hivi hapa mimi. George alimtuliza mtoto wake. Janice alikuwa amekaa chini baada ya kuhisi kizunguzungu. Alikuwa bado mdogo, hivyo watu 9 kwake walikuwa ni wengi sana.
George alimwacha mwanae hapo atulie na kushusha presha yake. Yeye alishuka chini haraka kwenda kumalizia kazi. Ahmed Botanida alibaka ameshika bunduki yake huku akiwa anatetemeka. Kilichotokea mbele yake kilitisha kwenye ulimwengu wa binadamu wa kawaida. Sio yeye tu, hata Texio na Edo waliokuwa ndani ya gari walishangaa kuona askari hao wanageuka kuwa nguza barafu ndani ya sekunde tu. Walijaribu kuchungulia kuona ni wapi atakuwa amesimama mtu mwenye uwezo wa kufanya kitu kama hicho, lakini hawakuweza kuona kwa sababu alikuwa amesimama juu ya ghorofa. Ahmed Botanida alitetemeka huko akirudi nyuma, asiamini kilichotokea kwa askari wenzake wote 9 waliogeuka kuwa nguzo za barafu zisizoweza kufanya chochote kile. Akarudi nyuma hatua 4 na akajikuta akiwa anadondoka chini kutokana na uoga aliokuwa nao. Hapo chini alijivuta kurudi nyuma, waliokuwa ndani ya gari wakashuka ili kushuhudia maajabu hayo. Edo ambaye alikuwa na hasira na mtu huyo alienda moja kwa moja kamnyanyua hapo chini, kisha akamsogeza mpaka karibu na nguzo ya barafu ya askari mwenzake ambaye alikuwa ameganda na kutulia tuli. Kwa hiyo wewe ndo umesema kwamba unatupa dakika moja tutoke ndani ya gari, sio? Texo kama muuliza mtu huyo huko akiwa anamgusisha barafu kali ambayo ilikuwa imeganda kwenye mwili wa mwenzake. Barafu hiyo ilikuwa ni kali sana kiasi kwamba Ahmed Botanida alihisi kama vile inamchoma na kutaka kumtoboa ngozi. Na hayo ndio maumivu ambayo walikuwa wakipata askari wenzake ambao walikuwa wameganda kwenye barafu hilo. Na namba amekufundisha kutoa vitisho mbele za watu usiowafahamu. Texo alimuuliza swali jingine na Ahmed Botanida ambaye alikuwa ameanza kutikisa kichwa na kulia akiwaomba watu hao wamsamehe. Ni nani aliyowatuma kuja kuzuia watoto hawa wasifike hospitali? Swali hilo likawa limeulizwa kutoka mgongoni hapo na kugeuka na kukutana na sura ya Mark Mrekoneti mwite George. Edo alimtupa chini mtu huyo kisha akainama kutoa heshima kwa babake ambaye aliingia hapo ghafla. Texo na wenzake pia waliinama mbele ya mzee huyo mpaka pale alipowaambia wainue vichwa vyao. Ahmed Botanida ambaye anamfahamu mtu huyo kama adui mkubwa wa bosi wake aliogopa na kufunika uso wake chini kabisa. Mimi sijatumwa na mtu yote. Tumepewa maelekezo kwamba ndani ya gari kuna Inspector Matamla, askari mwenzetu ambaye amepotea kwa takriban siku 2 sasa. Tulikuwa tunakuja kumuokoa tu, wala hatakuwa na nia nyingine tofauti. Askari wale alikuwa amejitetea kwa namna ambayo ilionyesha wazi kuwa ni uongo. George akamsogelea mpaka hapo chini alipokuwa amefunika uso wake. Kwenye kumuokoa mtu waga mnashambulia kwa gari kwa risasi. Vipi kama mtamuua ndani ya gari? Au nahisi hatujui chochote kuhusu mbinu zinazotumika kwenye kuokoa watu kwa sababu sisi ni raia wa kawaida, sio? George kama muuliza tena swali hilo Ahmed Botanida ambaye aliinamisha zaidi kichwa chake chini na kutikisa mikono yake akiomba msamaha mbele za mtu huyo anayeogopeka. Naomba niamini kweli tuliambiwa kwamba ndani ya gari hilo yupo Inspector Matamla, hivyo tulichokifanya ni juhudi zetu zote kuweza kumuokoa askari mwenzetu. Hatujui kama ndani ya gari ili kulikuwa kuna watu tofauti, wala haikuwa nia yetu kuwazuia watoto wasifike hospitali. George alikuwa amemtizama askari huyo kisha katabasamu. Namna alivyokuwa anazidi kudanganya ndio ilikuwa anazidi kupandisha hasira watu wao. Nakupa nafasi ya mwisho, nataka kuona kwako ni kipi chepesi, kumtaja mtu aliyekutuma au tukugandishe na wewe kwenye barafu kama wenzako. Hapo unavyoona hawezi hata kutikisika hapo. Ni nguzo tu ambazo sisi wenyewe ndio tunaweza kuzigandua na watu wao karudi kwa hai. Akidondoka hapo akivunjika ujue ndo amepoteza kiungo chake. Na nikueleze tu ukweli, kwa kadri unavyozidi kuchelewa kutuambia ukweli, hao wenzako ndo wanazidi kuteketea ndani ya hiyo barafu. Wakikaa ndani hizo barafu kwa dakika 10 wanapoteza maisha moja kwa moja. Na hakuna mtu mtalalamikiwa kwa hili. Sasa chagua kimoja. Utuambie ukweli, ni nani aliyekutuma uje kuwazuia watoto wao wasifike hospitali, au askari wenzako wabakie kwenye hizo barafu mpaka watakapokuwa wamepoteza maisha? George alikuwa ameongea na askari huyo kwa upole, lakini Ahmed Botanida kaendelea kutikisa kichwa na kukataa kusema mtu aliyewatuma. Kitendo hicho kilimkwaza sana George kwa sababu aligundua askari huyo hakuwa na huruma na wenzake wala hakutaka kuwaokoa wenzake kutoka kwenye kifo. Ila alitaka kuendelea kumlinda mtu ambaye alimtuma kufanya kazi hiyo. Akamgeukia Edo kisha akamwambia aukate mguu askari huyo mwenye roho mbaya. Edo alikuwa ni kama vile amepewa nyundo kuua mende. Alikusanya nguvu zake na kugandisha mguu wa Ahmed Botanida. Bila huruma alipiga teke zito kwenye mguu huo na hapo hapo ulivunjika juu kidogo ya goti. Ahmed Botanida alipiga kelele kama vile mtoto mdogo aliyekuwa amechapwa kwa mara ya kwanza. Alibilingika chini akiomba msaada, lakini nani ambaye angeweza kusikia sauti yake? Ni wao wenyewe ndio wanasababisha watu kujifungia ndani nyakati za usiku. Hivyo ndivyo ambavyo nitakavyong'oa shingo yako iwapo utaendelea kumficha huyo mtu. Haya, niambie nani amekutuma? George alikuwa ameongea na askari huyo kwa upole zaidi. Ahmed Botanida alishindwa kuendelea kuficha, akamtaja mtu huyo ambaye amewatuma. George na vijana wake sasa walikuwa wamemjua mhusika mkuu aliyekuwa ametaka watu wafie kwenye mikono yao. Huyo ni binti wa Dr. Abasi Ali Juma. Hivi sasa anatumia jina la Dr. Khadija Hamisi Mtozi.
anafanya kazi ndani ya hospitali ya Mount Meru jijini Arusha huko Tanzania. Gonza alikuwa ametaja taarifa za Dr. Khadija Hamisi Mtozi. George alikuwa amesogea kwenye kishikwambi alichokuwa amekishika Gonza na kutazama baadhi ya picha za daktari huyo. Kwa hiyo huyu anaishi Tanzania. Anaishi Tanzania. Huyu ndio mtu ambaye alimuua mtumishi wako mtiifu Pazi. Baada ya Pazi kugoma kusema ukweli kuhusu kuwepo kwa chemba za siri ndani ya maktaba, huyu daktari ndiye alikuwa amemchoma sindano ya sumu. Hey, imekwaje mmewacha hai watu kama hao? Tusamee sana. Tulifuata maagizo yako ulipokuwa gerezani, ulituma barua ya no more red. Hivyo hatakuwa na nafasi ya kulipa kisasi kwa damu ya mtu yoyote yule. Yalikuwa ni maamuzi yangu mabovu sana. Nilizani nazuia vifo, kumbe ndio nilikuwa nimesababisha vifo kwa watu wengi zaidi. Nilikuwa ameongea maneno hayo kwa masikitiko huko akiwa anamgeukia Edo. Alimwambia awagandue askari hao ambao wote walikuwa wameganda kwenye barafu. Edo alianza kufanya mara moja na ndani ya dakika 2 askari hao walikuwa chini wakiwa hoi wana hema kama watu walikuwa wametoka ndani ya maji. Kichuli itakuwa ngumu sana. Ahmed Botanida aliendelea kulia kwa sauti ya chini huku akiwa ameushika mguu wake. Nadhani umeona namna jinsi ambavyo maadui zetu wanavyotushambulia. Waga wanafanya hivyo sio kwa ajili ya kujeruhi bali kuua kabisa. Hawa ni watu wabaya sana, hivyo huna haja ya kuogopa kuangamiza. George alikuwa ameongea na Genesis wakati akiingia ndani huko akiwa amebeba mtoto. Na ni madaktari walikuwa tayari wamewapokea watoto hao. Dr. Christina na madaktari wenzake watatu walikuwa wameshafika, na pia Dr. Paramagamba Magomago alikuwa amefika na timu yake ya madaktari wapatao 6. Kwenye eneo la chini ya maktaba hiyo kulikuwa kuna vyumba vya asili ambavyo George na familia yake pekee walikuwa wanajua uwepo wa vyumba hivyo. Huko ndiko matibabu ya watoto wao yalikuwa yamepangwa kufanyika. Baada ya vipimo vyao vya awali, Dr. Paramagamba Magomago alitoa orodha ya vifaa pamoja na madawa yaliyokuwa yanatakiwa kuletwa ndani ya maktaba hiyo kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao. George aliwatoa hofu kwamba vifaa hivyo vitafika hapo baada ya saa moja tu. Huduma zingine zilikuwa zinaendelea kwa watoto ambao waligunduliwa walikuwa wamechomwa sindano za sumu zilizokuwa zinawamaliza taratibu. George na Texo walikuwa wametoka nje ambako walimkuta Genesis kwenye hali yake ya kawaida. Texo alimkumbatia Genesis na kumpongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya. Genesis akatabasamu tu. Baada hapo George na Texo walikuwa wameagana na wawili hao, yani Genesis pamoja na babake, waliingia kwenye gari na kuondoka eneo hilo kurudi nyumbani. Jinagiri mazungumzo kati ya baba na mtoto aliendelea ili kuwasindikiza kwenye safari. George alimwambia anatakiwa kuwa makini sana na dunia hii kwa sababu dunia kadri siku zinavyozidi kwenda mbele ndivyo binadamu wabaya wanazidi kuongezeka. Akampa mfano kuwa ndani ya lile gari kulikuwa kuna watoto 8 ambao walikuwa wakitumikishwa kwa muda mrefu sana kuchapisha habari zinazotisha na kuogopesha kwenye mtandao wa desk. Watoto hao wamekuwa wakitumikishwa kwa muda mrefu huku familia zao zikiwa zimeshikiliwa kwa nguvu ya kutokusema chochote kile ili watoto hao wabaki salama. George hakumficha mtoto wake, alimwambia ukweli kwamba hapa duniani kuna wanadamu ambao wanafanya wanadamu wengine wanaishi na vidonda na maumivu mioyoni mwao. Yote ni kwa sababu tu ya kile wanachoamini kwamba wana nguvu ya kufanya chochote kile juu ya binadamu wenzao. Genesis naye alikuwa amemwahidi baba yake kwamba atakuja kuwa msaada mkubwa sana kwa watu wa taifa la Tanzania. Kauli yake mfurahisha sana George. Alijua fika uwezo mkubwa wa mtoto wake utakuja kuwa msaada mkubwa huko mbeleni. Walifika nyumbani huku wakiwa na tabasamu pana usoni mwao kutokana na utani wa hapa na pale. Lakini walipofika tu getini, sura zao za furaha zilibadilika na kukumbwa na taharuki. Geti lilikuwa wazi kutokana na eneo hilo kuwa na upepo ambao unatoka baharini moja kwa moja. Mlango mdogo wa geti hilo ulikuwa unaenda mbele na kurudi nyuma. Mkono wa mlinzi aliyekuwa amelala sakafuni ulionekanika kwenye uwazi wa geti hilo. Moyo wa George ukalipuka kwa hofu kubwa sana. Laka alikuwa ameshuka kwenye gari na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, macho yake hakuamini walichokiona. Viungu vya maua vilikuwa vimevunjika vibaya sana. Kuta za uzio zilikuwa zimechimbika kwa risasi, na mwisho kilichotisha zaidi, mlinzi wa kwanza walimkuta amelala getini na hatua 6 kutoka hapo alilala mwingine. George alimgeukia mtoto wake na kumwambia haraka arudi kwenye gari na kufunga mlango wa gari. Sirudi kwenye gari. Mama ameniambia nirudi na wewe ukiwa mzima. Rudi kwenye gari. Sirudi mara mbili kusema hili. George alikuwa ameamua kutumia ubabe na ukali kwa Genesis, hakuwa na kupinga. Alitoka nje ya geti na kurudi kwenye gari kama alivyokuwa ameagizwa. Ndani ya nyumba hiyo kilitokea kitu kibaya sana. Hivyo hakutaka kuingia naye ndani ili kuepusha kama kuna kitu kibaya kimemkuta mama yake basi asishuhudie kwa macho. George alikuwa amechoma bastola yake na kuikamata kwa mikono miwili. Taratibu alikuwa amesogea kwenda ndani. Taratibu alimsogelea mlinzi wa kwanza na kumgusa shingoni. Aligundua mlinzi huyo hakuwa mlinzi tena bali alikuwa ni marehemu. Alisogea tena mpaka alipokuwa mlinzi wa pili, na alipomgusa shingoni aligundua mlinzi huyo tayari alikuwa ameshafariki dunia.
Jeshi limapa likamtilika mgongoni, bastola aliyokuwa ameshika mkononi ilianza kucheza, ishara ya kwamba anaogopa kwenda kuona kilichotokea huko ndani. Mlangoni mwa nyumba alimkuta mlinzi mwingine akiwa ameshalala sakafuni. Alikuwa anavuja damu na ubongo wake kwenye kichwa chake, wakati utumbo wake pia ulikuwa umetoka nje kiasi. Alichuchumaa na kumfumba macho. Hofu kubwa juu ya usalama mkewe ambaye alikuwa amemwacha hapo ndani ilimfanya George ashindwe kusogea hatua moja mbele. Hapana, isiwe leo sasa. Please, naomba isiwe leo, Mungu Baba. George alikuwa ameongea maneno hayo huko akiwa anatembea kwenda ndani kwenye korido ya kwenda nyumbani. Ulilala mwili mkubwa wa mlinzi wa kutumainiwa wa nyumba hiyo. Aliukuta mwili huo ukiwa hauna kichwa. Hapo sasa alikuwa ametambua watu hao ambao walifanya uvamizi walikuwa ni wanyama kupitiliza. Hakutaka tena kuendelea kunyata, alienda moja kwa moja mpaka kilipo chumba chake. Alipofungua mlango na kuona kile kilichokuwa kitandani, George alidondoka chini na kupoteza fahamu hapo hapo. Ni kitu gani kimemkuta mkewe? Mbona mzee wa kazi kapoteza fahamu? Aise, wamejichanganya. Mbona mji utachinjwa mji mzima kama mke wa George Peter Mazinga atakuwa amekufa mahali hapo? Ngoja tufuatilie kwa karibu msikilizaji. Hii ni sehemu ya 15 na tuko ndani ya msimu wa pili na burudani tunairuhusu kuendelea. Genesis aliendelea kusubiri ndani ya gari, muda ukazidi kwenda na hakusikia chochote kile kutoka ndani. Baada ya saa nzima ya ukimya, aliamua kutoka ndani ya gari na kuingia ndani kwenda kuona ni kitu gani kimemkuta babake. Alitembea akitetemeka kutokana na miili ya walinzi kuwa sakafuni. Aliingia ndani akakutana na mwili wa kwanza ukiwa chini. Majeraha ya mlinzi huyo yalikuwa yanamuogopesha sana. Alikaza moyo na kusogea mbele. Kwenye korido ya kuingia vyumbani alikutana na mwili wa mtu ukiwa umekatwa kichwa. Hapo alikuwa ameshindwa kwenda mbele. Akarudi nyuma na kujificha nyuma ya ukuta. Na machizo kama ameweza kumtoa. Kila alipokuwa anajaribu kwenda, mwili huo ukiwa hauna kichwa ni kama ulikuwa unamzuia. Lakini mwisho aliamua kwenda kuona ni kitu gani kimemkuta mzee wake huko chumbani, kwa sababu toka alipomwambia asubiri ni muda mrefu umepita. Aliupita mwili huo kisha kama amesogea mpaka kwenye mlango wa chumba cha wazazi wake. Mlango ulikuwa wazi na hapo alikuwa ameweza kuona kiatu cha babake. Mzee wake alikuwa ameanguka chini. Genesis alikuwa amekimbilia mwili wa mzee wake hapo sakafuni alipokuwa amelala. Alianza kumtikisa na kumshtua ili kumwamsha, lakini mzee wake alikuwa ametulia kimya, mfano wa mtu ambaye tayari amepoteza maisha. Tulichanganyikiwa na kuanza kupiga kelele za kilio kisichokuwa na mfano. Kilio cha Genesis kilikuwa kimesikika nyumba nzima kwa sababu nyumba yote ilikuwa kimya. Kitandani kwa wazazi wake kulikuwa na damu nyingi ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye mashuka na nyingine zilikuwa sakafuni. Ishara kwamba tukio lilokuwa limetokea humo ndani halikuwa la kawaida. Laptop ya mama yake ilikuwa mezani ikionekana kwamba ilikuwa imetumika muda sio mrefu, kwani ilikuwa bado haijazima. Genesis akaendelea kupiga kelele, lakini kilio chake kilikuwa ni kama vile kilio cha samaki kwenye maji. Hakuna mtu ambaye alikuwa anasikia sauti yake wala alikuwa akiyaona machozi yake. Kutokana na uchungu na hasira alizokuwa nazo, vitu vilianza kuganda humo ndani. Alijitahidi sana kujizuia, lakini mwisho aliacha hiyo hali iendelee. Baada ya nusu saa yeye alidondoka na kupoteza fahamu. Nyumba ya Mark ilibaki kimya cha mauti. Maiti za walinzi zilikuwa sakafuni. George pamoja na mwanae walikuwa wamelala sakafuni pia. Turudi upande wa Tex na wenzake. Baada ya kufanikisha kuwafikisha watoto kwenye eneo salama, wakaendelea kuimarisha ulinzi kwenye eneo la maktaba. Wakati wakidhani kila kitu kipo sawa, Gonza ambaye alikuwa ndani ya gari aliendelea kufuatilia taarifa za hapa na pale. Alishangaa kuona ujumbe wa Talu ukitoka nyumbani kwa Mark na Connect. Ujumbe huo ulitoa ishara ya kwamba nyumbani hakukuwa salama hata kidogo. Gonza alitoka kwenye gari akiwa amehamaki na moja kwa moja alienda kwa Edo na kumpa taarifa kwamba kuna taarifa mbaya kutoka nyumbani, lakini haijajulikana ni shida gani. Taarifa hiyo ina umuhimu kwa sababu si ujumbe wa kawaida uliokuwa umekuja kwenye upande wao. Edo alikuwa ametoa simu na kumpigia babake, upande wa pili wa simu haukuweza kupokea. Hilo lilitosha kabisa kuwasha taa nyekundu kwenye vichwa vyao. Haraka Gonza, Edo na Tex waliingia kwenye gari na kuondoka kwenda nyumbani kwa Mark na Connect. Lilikuwa na watu waliokombolewa kutoka kwenye mikono ya watu wabaya. Edo alikuwa ameendesha gari kwa kasi huku akifikiria ni kitu gani kitakuwa kimemkuta mzee wake baada ya kufika nyumbani. Gari lilikuwa limekatiza mitaa ya Dazuli likiendeshwa kwa kasi ya kiwango cha juu sana ili kuweza kuwahi eneo la tukio. Walipofika nyumbani, Edo pamoja na Tex walikuwa wamepokelewa na mazingira yale yale. Ukimya mzito kwenye nyumba hiyo ulitoa ishara kuwa hapo ndani palikuwa patamaniki. Kila mmoja alitoa sira yake na kuishika mkononi. Nje kulikuwa kuna alama zilizokuwa kwenye kuta za uzio. Walipoingia ndani na kukutana na miili ya walinzi wawili. Mwili wa kwanza ni ule ambao ulikuwa ukivuja damu na ubongo ambao kwa sasa umeganda, pamoja na mwili wa pili ambao ulikuwa hauna kichwa. Walizidi kusonga mpaka chumbani ambako alimkuta Genesis akiwa amelala juu ya mwili wa mzee wake. Tex alishtuka mpaka kama ameshindwa kusogelea mwili wa George ambao ulikuwa sakafuni. Namna jinsi ambavyo damu ilikuwa imetapakaa kitandani ilikuwa ni ishara kuwa kuna mtu alipigwa risasi nyingi juu ya kitanda hicho,
na akajikuta akiwa anatokwa na damu nyingi siokuwa na zilizokuwa zimechafua mashuka meupe. Nyumba ilizidi kuwa kimya. Texio, Gonza na Edo walianza kufanya upelelezi haraka ili kuweza kujua ni akina nani walikuwa wamefika nyumbani hapo na kufanya matukio hayo. Kupitia kamera za seli ambazo zilikuwa ziko ndani ya nyumba hiyo kila eneo, Edo pamoja na Texio waliweza kuyaona matukio hayo kwa urahisi. Tukio la kwanza lilionyesha namna ambavyo mlinzi wa getini alitoka akiwa na silaha na uzembe mdogo ndio aliofanya gharimu kila kitu. Mtu alishuka ndani ya gari akiwa na kasi, akampiga na mpini kwa panga kwenye shingo yake, na hapo alienda chini. Watu wameshuka wakiwa na silaha za moto mikononi mwao. Walianza majibizano ya risasi na walinzi wakiwa wameshtukizwa kwenye tukio hilo. Kitendo cha kushtukizwa kilikuwa kinatoa mwanya kwa watu hao ambao walikuwa wamevamia kuweza kuwashambulia kwa ukubwa zaidi kuliko walinzi ambao walizidiwa nguvu na watu hao. Tukio likaendelea kuonyesha watu hao ambao walikuwa wameficha sura zao kwa kuvaa maski usoni. Waliingia ndani, na hapo ndipo alipoonekanika mlinzi wa pili ambaye alikuwa akiingia ndani huku akiwa ameshikilia tumboni kuzuia utumbo wake ambao ulikuwa unataka kutoka baada ya kukatwa na panga na mtu ambaye alionekana kuwa hatari kwenye matumizi ya panga. Mlinzi wa kupiga hata hatua mbili alipigwa risasi ambazo ilimdondosha mlangoni mwa nyumba hiyo. Mlinzi mwingine ambaye alikuwa na mwili mkubwa zaidi alionekana anapambana na watu hao, lakini alizidiwa kasi na mtu aliyekuwa na panga, na mtu huyo bila hata huruma aliweza kumfyeka kichwa mlinzi huyo. Kichwa kiliangukia kwenye miguu ya mmoja kati ya wavamizi hao. Aliokota kichwa hicho na kuanza kucheka kwa dhihaka huku akiwa anavua maski ambayo alikuwa nayo usoni. Wote walikuwa wamemtambua mtu huyo alikuwa ni Dark. Uwepo wa Dark ulikuwa unamaanisha mmoja kati ya wawili waliobaki alikuwa ni Mark, mtu ambaye alikuwa na panga na alionekana kuwa hatari sana. Hakujulikana alikuwa ni nani. Wakaendelea kufuatilia kwa ukaribu huku wakisubiri kuweza kuona nini kilitokea chumbani. Mlango wa chumbani ulikuwa umefungwa kwa ndani, huku sauti ya mwanamke ndani ikisikika akijaribu kufanya mawasiliano, lakini ilishindikana kutokana na watu walipofika kwenye nyumba hiyo walikuwa wameweza kukata mawasiliano yote ambayo yanaweza kutoka nje. Sauti ya mwanamke akiomba msaada na kupiga kelele kutoka chumbani humo ilisikika wakati watu hao watatu wakiwa wanavunja mlango na kuingia ndani. Walipoingia ndani, mwanaume aliyekuwa na panga alitaka kumkata na panga tumboni, lakini Dark akazuia panga hilo kwa bunduki yake. Walimzuia na kumwambia kwamba atakiwa kumuua mwanamke kwa sababu hiyo ndio ngao yao. Ikitokea wamemuua aliyewatuma kazi, anaweza kuwageuka hapo hapo. Dakina Maki walionekanika kwenye video akimshauri mtumiaji wa panga aliyekuwa amechechamaa akitaka kumaliza kazi aliyokuwa ametuma. Wawili hao waligoma mpaka mwisho. Mtumiaji wa panga alikubali. Walichokifanya baada ya hapo, watu hao walikuwa wameenda kumbeba mlinzi mmoja huko nje ambaye alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Wakamlaza kitandani hapo, na baada ya kumlaza ndani kitandani walimpiga risasi nyingi na damu yake kweli ilichafua shuka vya kutosha. Baada ya mauaji hayo, walimnyanyua mtu huyo na kumweka chooni. Baada ya kumaliza hivyo, walimfunga pingu Angela kisha wakatoka naye. Huo ndo uvamizi uliofanyika ndani ya nyumba hiyo. Texio alimtizama usoni Edo ambaye naye alionekana kuwa na mashaka sana juu ya kile alichokiona. Mtu ambaye alikuwa ameshika panga alionekana kuwa ni mtu katili, na sio tu katili, alikuwa ni mtu ambaye amezoelea kutekeleza mauaji kwa njia yoyote ile. Tunatakiwa kumjua huyo mtu haraka sana. Hatakiwi kuishi zaidi ya masaa 24 huyo. Texio alikuwa ameongea huku akiwa na hasira, huku akikunja ngumi. Edo alikuwa kwenye mashaka makubwa sana juu ya hali ya mzee wake. Kilichokuwa kinafuata hapo sasa ilikuwa ni kutoa taarifa kwenda maeneo mbalimbali kwamba nyumbani kulikuwa na tatizo kubwa limetokea, hivyo msaada unahitajika kwa haraka sana. Tunafanyaje sasa? Texio akamuuliza Edo ambaye alikuwa ameshtuka kama ametoka usingizini. Tunamchukua mzee na tunampeleka Black House pamoja na dogo. Huko atapatiwa matibabu. Hapa nyumbani patafungwa kwa muda mpaka mama atakapopatikana. Hatuna kitu kingine zaidi ya kuingia chimbo na kumtafuta Dark na Mark wapatikanike haraka sana. Wakishapatikana, kabla hawajapewa adhabu ya aina yote, wanatakiwa kututajia mtu huyo ni nani na anapatikana wapi. Tunatakiwa kumzingatia sana huyu mtu, anaonekana ni hatari na anaweza kusababisha madhara makubwa sana kwenye familia yetu. Edo alimwambia Texio ambaye naye aliitikia baada ya kuona hawakuwa na kingine kilichobaki. Walitoa taarifa kwa vijana wa usafi na vijana wangefika pale muda so mrefu. Usiku ulikuwa ni mzito sana, lakini hatimaye ulikuwa unaanza kupambazuka. Texio na wenzake waliondoka nyumbani hapo kuelekea Black House ili George na Genesis wakapatiwa matibabu. Turudi upande wa Khadija na Jabili. Walikuwa wamesimama mbele ya TV kubwa ambayo ilikuwa ikionyesha tukio lilokuwa limetokea nje ya maktaba ya wajana. Tukio hilo lilikuwa limeruhusu askari 9 pamoja na kiongozi wao Ahmed Botanida. Tukio hilo lilikuwa linahusu askari 9 pamoja na kiongozi wao Ahmed Botanida. Ahmed Botanida alionekana akiwa amelala chini, mguu wake mmoja ukiwa nusu kutokana na kipande kingine kuvunjika baada ya kugandishwa kwa barafu kisha kupigwa teke zito.
Tukio hilo lilikuwa ni la kutisha na kuogopesha kiasi kwamba Khadija alikuwa ameanza kuhisi hatari ambayo inakuja mbele yao. Alimtazama Jabili kisha akamuuliza, hivi wale wa kwetu nao pia waga wanaganda na barafu? Khadija alikuwa ameuliza swali hilo huku akiwa anamgusa begani Jabili. Wale wa kwetu waga wagandi kwa barafu, ila wanaogopa sana moto. Hivyo tunatakiwa tuendelee kuomba huyu adui yetu asiweze kugundua kwamba wale watu wetu wanaogopa sana moto. Hiyo ni siri ambayo usiitamke mara kwa mara. Nadhani tulipofikia tunachotakiwa kufanya ni kumua tu Makimeli Koneti, wala hakuna jambo jingine. Au nakosea? Makimeli Koneti atakufa wakati wote kuanzia sasa. Na hiyo yote ni kwa sababu mkewe tayari yupo kwenye mikono yangu. Sauti ya mama yake na Khadija ilisikika kutoka mgongoni mwao na wote wawili waligeuka na kuinama kumpa heshima mwanamke huyo ambaye aliingia ghafla kwenye chumba hicho. Alitazama kwenye TV kile ambacho kilikuwa kimetokea, akasonya kwa nguvu na kutukana matusi kadhaa kisha katoka. Kauli mama huyo kuwa anamshikilia mke wa George iliwavutia sana Jabili pamoja na Khadija. Walitoka wakamfuata nyuma wakionekanika kuwa na maswali namna gani mwanamke alikuwa ameweza kufanikisha kumtia mikononi mke wa George. Mwanamke ambaye miaka kadhaa hivi sasa amekuwa akisemekanika ni mwanamke ambaye hagusiki kutokana na ulinzi mkali uliopo nyumbani kwake. Mama huyo alikuwa ameingia mpaka kwenye ofisi yake, alikaa kwenye kiti kisha nyanyua miguu na kuweka juu ya meza. Khadija na Jabili walikuwa wameingia ndani ya ofisi hiyo na kumuuliza mwanamke huyo alifanikiwa vipi kumpata mke wa George ambaye miaka yote amekuwa akisifiwa kuwa hagusiki. Nina vijana watatu ambao wanaweza kuingia popote na kufanya chochote kile ambacho nafsi yangu imejisikia. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilipowatuma nyumbani kwa yule mshenzi, walifika na kwenda kufanya kile ambacho mimi nimewaagiza. Na sio tu kwamba wamefanya kile ambacho nimewaagiza, wamekifanya kwa kiwango cha juu sana. Kama mnavyoona, huyo hapo ni mke wa George, na hapo alipo nataka nimtumie kama chambo cha kumpata mumewe. Na ndio maana nawaambia kwamba George atakufa muda usio mrefu kwa sababu najua atakuja kumfuata mke pale alipo. Mwanamke alikuwa ameongea kwa kujiamini huku akigeuza laptop yake na kuwaonyesha Khadija na Jabili, ambao alishangaa kweli kumwona mke wa George akiwa kwenye hali mbaya, amevaa gauni la kulalia tu na alikuwa sakafuni kwenye vumbi la kutosha. Na majinsi alivyokuwa amechafuka, usingeweza kuamini kama alikuwa ni mwanamke anayeishi kwenye maisha ya kifahari. Alichakaa mno Angela. Ila baada ya daktari alikuwa anakohoa na kupiga chafya kuonyesha ni namna gani hewa ilikuwa ni nzito ndani ya chumba hicho. Je, mtego huu utafanikisha kupita na maisha ya Makimeli Koneti au utapita na maisha yao wenyewe? Jituongeze kidogo tupate kujua, msikilizaji, maswali ya majibu hayo au majibu ya maswali hayo. Unaambiwa kwa kumtazama tu Angela akiwa ndani ya chumba hicho alikuwa anateseka sana. Ni kama kuku wa kisasa ambaye ametolewa juani ili ajitafutie. Kifo kilikuwa karibu sana kuliko kitu chochote kile. Alimpongeza mama yake kwa hatua hiyo, kwani hata yeye alikuwa na mawazo ya kupambana na Makimeli Koneti uso kwa uso kabla mwandishi huyo hajasogea kwenye upande wao kuja kuwanyanyasa kama alivyokuwa amefanya mwanzo. Umefika muda sasa tutaenda naye jino kwa jino. Tutakula naye sahani moja. Tunataka naye pia ajisikie maumivu yale ambayo sisi tulikuwa tumeyasikia huko nyuma. Najua mpaka hivi sasa haamini kama walinzi wake wote wameteketezwa na mkewe amechukuliwa nyumbani kwake. Alikuwa amemsikiliza mama yake kwa umakini na mwisho alikuwa ameamua kuzungumza kile ambacho alikuwa anakiona ni sahihi. Nasikitika sana kusema kwamba Makimeli amefanikiwa kutuhamisha kutoka kwenye kuwaumiza mashabiki wake kwenda kupambana na familia yake. Mwanzo malengo yetu ilikuwa ni kuwaumiza sana mashabiki, lakini hivi sasa tumejikuta tukiwa tunageuka kwenye upande ambao tunaishambulia sana familia yake. Na hapo ndipo tulipojikuta tumejibana kwenye wigo mdogo sana ambao unatufanya tushindwe kuwa na uwanja mpana wa kuweza kumuumiza kadri ya vile tunavyoweza. Sijui ni wapi tulikuwa tumekosea, lakini kama tungebakiwa na wazo letu la kwanza, mpaka hivi sasa angelikuwa tamaniki. Maneno ya Khadija alimfanya mama yake atabasamu na akashusha miguu yake chini, akasimama na kusogea dirishani. Ulivyosema ni kweli, la umefika muda sasa mtu huyu hatakiwi kuendelea kuishi hapa duniani. Kumwacha endelee kuishi kwa sababu ya kisingizio cha kwamba tunaumiza wasomaji wake itakuwa ni moja kati ya matumizi mabaya ya rasilimali tulizonazo. Wenzetu kwenye umoja huu wanajiangalia ni wao na biashara zao pamoja na usalama wa familia zao, kwa sababu wao hawakupoteza mzee wao. Sisi ambao tumepoteza kitu cha familia yetu. Kuiponda familia ya Makimeli ni kama sehemu pekee ambayo tunaweza kulipiza kisasi. Makimeli Koneti ana usiku wa leo tu. Usiku wa kesho utakuwa ni mwisho wa maisha yake. Hakuna namna ambayo anaweza kuchomoka kwenye huu mtego. Niamini mimi, huu ndio wakati wetu ambao
tunapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Mamake alikuwa ameongea hivyo na Khadija kainama kwa heshima na kushukuru. Hivi sasa tunaimarisha ulinzi kwenye eneo lote la hoteli. Hakuna mtu ambaye asiyefahamika ataweza kuingia hapa na kutoka bila taarifa yake kutufikia kwanza sisi. Tunahakikisha kwamba unabaki salama, kwa sababu kama Maki atagundua kwamba unahusika na haya, basi ni lazima atavamia hapa. Nadhani mpaka sasa hivi anajua. Kama ameweza kumpata Takubo Mikenawa, basi anaweza kuwa anatujua sisi sote. Na sio mimi tu, atakuwa amewagundua wale wengine wote ambao tunashirikiana nao. Na ndio maana nimeamua kutumia nafasi hii kuweza kumkandamiza na kumuondoa kabisa duniani. Mama huyo alikuwa ameonekanika kujiamini mno. Yote hiyo ni kwa sababu alishaona vijana wake watatu wameua walinzi wa Maki Mnekonji na kufanikiwa kumteka mke wa mwandishi huyo. Hilo lilikuwa linampa kiburi na kuamini kwamba wakati ambao Maki atamfuata mke wake, basi utakuwa ni mwisho wa maisha ya mwandishi huyo. Haya, tuone George baada ya kushtuka na kujikuta kwa kitandani. Kilikuwa kitanda ambacho kipo ndani ya chumba cha matibabu. Haraka alikurupuka, kachomoa drip ya maji ambayo ilikuwa kwenye mkono wa kushoto. Alishuka kitandani na kuanza kutazama huku na huku. Alishtuka alipoona vijana wake wote walikuwa wako nje ya chumba hicho wakimtazama kupitia kioo ambacho ndicho ukuta wa chumba hicho. Haraka sana kwa amefungua mlango na kutoka kwenye chumba hicho, na moja kwa moja alimfuata Edward aliposimama. Yuko wapi mke wangu? Yupo wapi mke wangu? Yule kama muuliza kionekanika kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa. Akili yake tayari kumeshakumbuka kitu cha mwisho kukiona kabla hajapoteza fahamu. Kilikuwa ni kitanda chake ambacho kilikuwa kimetapakaa damu tupu, na mara ya mwisho alipokiona. Naomba utulie. Alimwambia babake ambaye bado alikuwa hakutaka kutulia. Mtoto nilimwacha ndani ya gari. Yuko wapi? Yuko wapi mwanangu? Usitaki kuniambia naye wamemchukua? Yuko wapi? Yule alikuwa ameendelea kupiga kelele, kionekanika hakuwa sawa kiakili, na hii ni kutokana na matukio ambayo alikuwa ameona mara ya mwisho. Na hakuwa na hakika baada yake kupoteza fahamu ni jambo gani kwa lifuata nyuma. Texole kumsogelea George na kumkumbatia kwa nguvu, alimpa pole kisha kumwambia, "Huu sio wakati wa kuchanganyikiwa. Huu ni wakati wa kujipanga upya na kuweza kujua ni hatua gani tuchukue kukabiliana na maadui ambao hivi sasa wameamua kutushambulia moja kwa moja." Waliongozana pamoja mpaka kwenye chumba cha mipango. Gonza ambaye alikuwa muda wote yuko busy kuchakata taarifa na kujua ni wapi alikopelekwa Angela. Walipoingia watu hao, aliinama kumpa heshima Maki Mnekonji kisha ameanza kutoa maelezo juu ya kile alichokipata. Kwa ndani ndizo nazo mezani moja kwa moja mpaka hivi sasa inaonekana ni kwamba madamu amepelekwa kwenye eneo la Toagora. Toagora ni eneo ambalo lina maghala makubwa ambayo yanatumiwa na viwanda vikubwa vilivyopo ndani ya Lazula. Kwenye eneo hilo ndipo yalipo magari ambayo wanayatumia kuhifadhia bidhaa zao pamoja na kuhifadhi malighafi. Hivyo kwenye moja kati ya magari hayo ambayo yalikuwa yakitumika na viwanda vya zamani vya Dr. Abbas Ali Juma, ndipo alikopelekwa madamu na yupo mpaka hivi sasa. Maelezo kutoka kwa Gonza yalieleweka vizuri sana. Texole kama amesimama na kuzunguka kwa niaba ya rafiki yake. Hatuna muda wa kupoteza zaidi. Nadhani kinachotakiwa kufanywa hivi sasa ni kupanga safari ya kuelekea huko Toagora. Tunatakiwa kufika huko mapema ili kuweza kumkomboa mama yetu. Jamani, naomba mnisaidie sana. George alikuwa ameongea kauli hiyo ambayo ilimtia mashaka kila mmoja. Mzee alikuwa amechanganyikiwa, alionekanika kutokuwa sawa kiakili, jambo ambalo lilikuwa linaumiza sana vijana wake. Ndio akashindwa kuzuia machozi yake. Hakuwahi kabisa kudhani kama atakuja kuishi mpaka kuja kumwona mzee wake akiwa amechanganyikiwa kama hivyo. Ila ndio ilishatokea. Kitanda alichokiona kilifiatua akili yake na sasa hakuwa sawa kabisa. Msikilizaji, katika sehemu inayofuata, sehemu ya 16, tutakuwa na safari ya kwenda kujua huko Toagora katika magara kuna nini kinachoendelea. Huyo mke wake kweli yuko huko, na kama yupo huko itakuwaje baada ya kikosi hiki kupanga mipango kwenda kumkomboa. Wao wanamsubiri Maki Mnekonji aende, lakini inavyoonekana ni kwamba itaenda kikosi cha Maki Mnekonji. Je, muziki utaenda kuisha vipi? Mimi niishie hapa katika sehemu ya 15, lakini tutakuwa na sehemu ya 16. Director weni Simulizi Mix, George Daktari SR. Simulizi Mix YouTube 0677062012. Pale WhatsApp na kuna ipata simulizi mpaka mwisho kabisa. Tukutane katika sehemu ya 16. Bye bye. Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya 16, ikiwa ni sehemu ya 6 ya msimu wa pili, ukuta wa mauaji. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo Maki alikuwa amezinduka mara baada ya kushuhudia tukio ambalo alisimu yake alikuwa ameuliwa. Alivyoamka alikuwa kuchanganyikiwa kabisa. Au si wakati wa kuchanganyikiwa, huu ni wakati wa kujipanga upya kuweza kujua ni hatua gani tuchukue kukabiliana na maadui ambao yusamwa kutushambulia moja kwa moja. Waliongozana pamoja mpaka kwenye chumba cha mipango. Gonza ambaye alikuwa muda wote yuko busy kuchakata taarifa na kujua wapi alipoelekea Angela,
Walipoingia watu waliinama kumpa heshima Mark Miracle, kisha alianza kutoa maelekezo juu ya kile alichokipata. Kwa data ndizo nazo mezani moja kwa moja mpaka hivi sasa inaonekana kwamba madam amepelekwa kwenye eneo la Toagora. Toagora ni eneo ambalo lina magara makubwa ambayo yanatumiwa na viwanda vikubwa vilivyopo ndani ya jiji la Seoul. Kwenye eneo hilo ndipo yalipo magara ambayo wanayatumia kuhifadhia bidhaa zao pamoja na kuhifadhi malighafi. Hivyo kwenye moja kati ya magara hayo ambayo yalikuwa yakitumika na viwanda vya zamani vya Dr. Basi Ali Juma ndipo alipopelekwa madam na yupo mpaka hivi sasa. Maelezo kutoka kwa Gonza alikuwa ameeleweka vizuri sana. Texo alikuwa amesimama na kuzungumza kwa niaba ya rafiki yake. Hatuna muda wa kupoteza zaidi. Nadhani kinachotakiwa kufanyika kwa hivi sasa ni kupanga safari kuelekea huko Toagora. Tunatakiwa kufika huko mapema sana ili tuweze kumkomboa mama yetu kama jamani, naomba mnisaidie sana. Joji alikuwa ameongea kauli hiyo ambayo ilikuwa imemtia mashaka kila mmoja. Mzee huyu alikuwa amechanganyikiwa. Alikuwa kutokuwa sawa kiakili, jambo ambalo liliwaumiza sana vijana wake. Edo alikuwa ameshindwa kuzuia machozi yake, hakuwahi kabisa kuzani kama hata kuja kuishi mpaka kuja kumuona mzee wake akiwa amechanganyikiwa kama hivyo. Ila ndio ishatokea. Kitanda alichokiona kilifiatua akili yake na sasa hakuwa sawa. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu iliyopita. Tunaye pamoja katika sehemu ya 16 nilikuwa nitaanzia huko Toagora katika magara hayo aliko hifadhiwa mke wa Mark Miracle. Joji Daktari ndo mtunzi, director ndo msimuliaji, simulizi mix ndo andaji. Na tunaanzia Toagora msikilizaji. Kwenye gara kubwa ambalo kipindi cha nyuma sana lilikuwa likitumika kuhifadhi bidhaa na malighafi. Wanaume watatu walikuwa wanacheza karata na kunywa pombe. Vicheko vilikuwa vinasikika wakati mchezo huo ukiendelea. Wanaume hao watatu ni Dark, Mark na Top Kati ambao walikuwa wamefanikiwa kumteka mke wa Mark Miracle. Walikuwa wamekaa kwenye viti huku mezani kukiwa kuna pombe kali za kutosha, kila mmoja alikuwa anakunywa kwa furaha huku vicheko vikitawala. Walifanikiwa kufanya kazi ambayo watu wengi walikuwa wanasema haiwezekani. Watoto wakafanikiwa kuteketeza ulinzi mzito aliokuwa nao mke wa Mark Miracle, na hivi sasa mwanamke huyo alikuwa yupo kwenye mikono yao. Wakiwa wanaendelea kugonga cheers kujipongeza, simu ya Top Kati iliita na haraka alipokea. Baada ya kuipokea, sauti ya mwanamke ikasikika upande wa pili ikimthibitishia kwamba kiasi cha pesa walichokuwa wamehaidiwa tayari kimeshaingizwa kwenye akaunti zao, na kuanzia hivi sasa Top Kati alikuwa huru kuendelea na maisha yake mengine. Ondokeni hapo kwenye hilo gara. Nimetuma watu kuja kufanya kazi ya kumuua Mark Miracle na mkewe. Hivyo nyewe ondokeni haraka sana. Nikutakie kila laheri kwenye maisha yako mapya. Sauti ya mwanamke mtu mzima ilisikika kutoka upande wa pili wa simu. Top Kati hakuamini alichokisikia. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake alikuwa binadamu huru. Kwenye dunia sasa ambayo ina binadamu wengi watumwa, yeye alikuwa huru. Alitazama ujumbe kwenye simu yake, kiasi cha kikubwa sana cha pesa kilikuwa kimeingia. I am free, niko huru jamani, niko huru paka wewe. Top Kati alipiga kelele zilizosikika kwenye gara zima. Kwa mbali alisikia sauti ya Angela Kikoa. Amekuwa kikoa kwa zaidi ya masaa 6 hivi sasa. Top Kati aliwapatia taarifa wenzake ambao na wao hawakuwa na la kupinga. Mamilioni ya pesa tayari yameshaingia kwenye akaunti zao, lakini kulikuwa na tatizo kwenye aina ya ulipaji wa malipo hayo. Kwa maana Top Kati alivyokuwa na furaha, ilikuwa ni vigumu kwake kugundua kwa kuna tatizo. Top Kati alionekana kuwa mwenye furaha kubwa sana. Alinyanyuka akawa anapiga miluzi kwa akiwa anakata mauno. Alipiga miluzi kwa sauti ya juu na kiasi kwamba Mark na Dark walitambua fika mwenza huyo alikuwa yupo kwenye kilele cha furaha yake. Hapo alipo alikuwa hana uwezo wa kuongoza akili yake na kuhisi hatari ambayo wenzake waliona. Dark alisimama na kugusa begani Top Kati, kisha alitikisa kichwa chake kukataa matendo ambayo alikuwa akiyafanya mtu huyo. Alimpa ishara akakaa kwenye kiti ili wazungumze. Wawili hao walionekana kuwa na mashaka makubwa kwenye namna malipo ya kazi yalivyofanyika. Mark ambaye ndiye alionekana kuwa ni wa kwanza kuhisi kuna hatari, alimtazama Top Kati machoni. Huu si wakati wa kushangilia na kupiga meluzi kiasi kwamba umekuwa ukifichua kwamba hapa ndani kuna watu. Huu ni wakati ambao tunatakiwa kujipanga na kuhakikisha tunaondoka eneo hili mpaka tunafika eneo salama, tukiwa na hakika kabisa kwamba hakuna mpango tofauti na hiki tunachokiona. Unajua kitu kimoja kuhusu watu ambao wanakuwa wanawashikilia watu wengine, huaga wanawaachia pale tu ambapo wanakuwa hawana matumizi tena. Je, una uhakika kuwa mwanamke huyo ameamua kukuachia tu wewe ukawe huru na siri zake huko unakoenda? Umesahau binadamu waga wanateketeza chochote kile ambacho hakina faida kwao. Una maana gani kusema maneno hayo? Na maanisha kama huyu mama hivi sasa hana nia ya kuendelea kukutumia wewe, hawezi kukuacha na siri zake. Hivyo nataka usifurahie sana. Tuliza akili yako, ufikirie namna gani unaweza kufika eneo salama kwanza. Kisha ndo ukafurahie. Huwezi kujua kwa nini ameamua kuingiza pesa kwenye akaunti za benki moja kwa moja pasi na kuonana na sisi. Asafikiria hivi sasa anasema kwamba tumwache huyu mtu hapa kisha tuondoke. Je, unahakika kama usio mtego? Makalo kama
alimaliza maelekezo yake kwa kumuuliza swali Top Cat ambaye alikuwa amecheka kwa sauti ya juu. Alichukua chupa ya pombe akafungua kisha akamemwaga chini akionyesha ni namna gani alikuwa hana uwezo wa kujiongoza kufanya vitu sahihi kutokana na kuzidiwa na furaha. Na ndio maana watu wenye hekima wanasema usifanye chochote pale ambapo furaha yako inakuwa imefika kiwango cha juu sana. Mimi nina hakika huyu mama ameniacha huru. Wala hakuna baya ambalo anaweza kunifanyia. Kwanza ananijua vizuri sana. Tayari nimeshamfanyia kazi nyingi sana. Nilikuwa najua tu kwa siku kama hii mimi ya kuwa huru lazima itafika. Na leo hatimaye siku imefika. Nataka nirudi nikaishi huko kijijini kwetu, nikaishi maisha mazuri tu ya utulivu. Yaani kwa ninachokisema, ila sasa vipi kama hawa watu hawatokuruhusu wewe ufike kijijini kwenu? Hatanusu ufike kijijini kwetu kwa sababu gani? Mna mashaka naye? Mnahisi anaweza kutuma watu kuja kuniua? Sio kwamba tunahisi, hilo ndilo lina asilimia kubwa sana kutokea. Kwa kuwa na siri zake hawezi kabisa kukuacha ukaenda nazo. Tuamini sisi tunawajua vizuri hao watu. Mnanishangaza sana. Sasa nitawaamini vipi nyinyi? Mlifanya kazi kwa Maki Mlikonde kwa muda mrefu. Mkataka kumuibia, mkashindwa kumuibia. Mkakimbia na mpaka sasa zaidi ya miaka 13 hajawahi kabisa kufanya kitu chochote kile. Mnataka niendelee kuwa na mashaka naye? Mnadhani kwamba hicho kitu kinaingia kilini? Maisha ni mtihani ambao hautaki kabisa kutazama majibu ya mwenzako. Unatakiwa kuwa na majibu yako. Kama kweli hao watu huaga wanawaua watu pale ambapo wanakuwa wameona kwamba hawana shida nao tena, basi Maki Mlikonde angekuwa ni ameshawaua wewe pamoja na mwenzako. Hapo unakosea. Sisi tulipoondoka nyumbani kwa Maki Mlikonde hajawahi kabisa kutuona mpaka hivi sasa. Ni zaidi ya miaka 13 hajawahi kuona sura yangu wala ya ndugu yangu popote pale. Je, kuna chochote ambacho kinamshinda Maki Mlikonde ndani ya jela Dazul? Kwa nini unakuwa hivyo lakini? Nawaambieni kama Maki Mlikonde angetaka kuwafanyia kitu kibaya angeshawapata. Hayo maoni mbaki nayo. Mimi nabeba kilicho changu naondoka. Kama kuna siku Mwenyezi Mungu atatubariki kuonana tena, basi inshallah. Top Cat alibeba panga lake, akasogea kanda, akachukua begi lake la mgongoni kisha piga hatua kutoka ndani ya gari hilo ambalo ni kubwa sana. Maki na Daki walibaki wakiwa wanamsindikiza kwa macho. Top Cat alikuwa amefika kwenye mlango mkubwa wa gari hilo, kwa nguvu aliusukuma nje ukafunguka kwenye upenyo ambao angeweza kutoka. Wakati anarudisha geti hilo, risasi nzito ilipenya kwenye bega lake na akatoa sauti kubwa baada ya risasi hiyo kutua kwenye geti. Top Cat aliganda kwa sekunde 2 kisha akapindisha shingo yake upande wa kushoto. Risasi nyingine ilitua kwenye geti hilo na cheche za chuma hicho zilimfanya akafumba macho yake kuziepuka. Alitazama bega lake lilikuwa limetoboka nyuma pamoja na mbele. Kwa kasi karudi ndani kisha alivuta geti kwa mkono wa kushoto, na kwa kutumia mkono huo wa kushoto alisukuma chuma kizito ambacho kilikuwa kinalifunga geti kwa ndani. Bega lake lilikuwa linavuja damu baada ya kutobolewa na risasi nzito kutoka mdunguaji. Alirudi mpaka kwenye meza waliokuwa wamekaa Maki na Dak wakizungumza kwa sauti ya chini. Walishangaa alivyorudi. Alikuwa anatembea haraka. Aliweka begi lake mezani kisha ametoa kichupa kidogo ambacho ndani yake kilikuwa na unga mweupe. Kitu gani kimetokea? Maki alikuwa ameuliza kwa mshangao kwa akimtizama usoni Top Cat ambaye alikuwa ameanza kujiweka dawa kwenye lake. Nje kuna mdunguaji amenipiga risasi ya bega na amenikosa risasi ya kichwa. Amekosa risasi ya kichwa. Sio muda wa kuuliza maswali. Nahisi kabisa Maki Mlikonde na watu wake wameshafika. Wamekuja kumchukua mtu wao. Mlisema huyu mtu ni ngao yetu, hivyo tunatakiwa kumtumia kama ngao yetu tunapotoka nje. Top Cat alikuwa ameongea maneno hayo huko akiwa anataka kwenda kumchukua Angela alipokuwa Maki akamshika mkono kwa nguvu na kumzuia. Mwenyewe ni Maki Mlikonde na vijana wake. Na wajua tu wala hakuna mwingine ambaye anaweza kuja eneo kama hili mida ya usiku kama hii. Mimi nasema sio. Unajua kwa sababu gani? Nyeleza sababu yako. Mdunguaji Maki Mlikonde ambaye anaitwa Olvolina au the White Eagle asingekukosa wewe tena ukiwa umempa mgongo. Nina hakika kabisa asingeweza kukukosa. Na ndio maana nasema hao waliofika sio watu wa Maki Mlikonde. Maki alikuwa amejieleza na Daki alikuwa ametikisa kichwa kuitikia. Top Cat yeye hakujali maelezo, alichokuwa anataka ni kumtumia Angela kama ngao ili aweze kutoka nje. Alienda kwenye chumba alichokuwa. Angela alikuwa na hali mbaya sana. Alichafuka vumbi mwili mzima na vile alikuwa anakohoa basi alichafua mdomo wake wote ulikuwa umejaa tope. Atwende huko, mumeo amekuja kukuchukua sasa, naona anataka kuchukua maisha yangu. Top Cat alikuwa amemwambia hivyo Angela huko akiwa anamvuta nywele zake na kutokana nje ya chumba hicho. Angela alitembea kwa shida kutokana na mguu wake kuwa na maumivu makali. Dak na Maki walikuwa wamechukua bunduki zao kazitazama kwa umakini kisha walisogea getini kwa umakini mkubwa sana kwenda kutazama ni akina nani walikuwa wamewasili kwenye eneo hilo. Wakati Maki na Dak wakawa wanasogea kwenye geti hilo ndipo wakati ambao Top Cat alikuwa anatoka na Angela kuja naye huku waliko wenzake. Ghafla ilisikika kitu cha tofauti sana.
Aliwaambia wawili hao wasimame, wasisogeze mguu mmoja mbele. Nasikia harufu kali kwenye pua zangu. Ina maana watu wanaosogea hapa ni ndugu zangu. Topkati aliongea maneno hayo huku moyoni akijiuliza maswali mengi, kama watu hao ni ndugu zake, sasa imekuwaje walikuwa wanamlenga na kutaka kumuua? Au maneno ya huyu panya ni ya kweli? Topkati kaendelea kujiuliza huku akiwa anamwachia Angela ambaye alivuta mguu wake na kwenda kunywa maji yaliyokuwa mezani. Umesema ni wenzako? Ndio, ni wenzangu kama mimi. Msiende, hamtaweza kukabiliana nao hao. Topkati aliendelea kusisitiza kwamba wasisogee, maana mdundo hiyo ya ngoma wasingeweza kabisa kucheza hata kidogo. Unasema unasikia harufu. Mbona sisi hatusikii harufu? Dakika alikuwa ameuliza swali kwa akijaribu kunusa pale na pale kwa pua lake kubwa la kibantu. Hao hatu watakuwa wametuma kuja kuua tu, na ndio maana hata mimi wamenishambulia. Tulikwambia sisi huyu mwanamke hawezi kuacha hivi hivi. Atakatupata kama ametoa simu na kumpigia mkuu wake. Simu alikuwa anapiga ilikuwa inaleta majibu kwamba haipatikani. Wakati wa geti kubwa la kuingia kwenye gari hilo lilikuwa linatikisika kwa nguvu, huko nje sauti ya mtu akisikia akiwa na unguruma. Aliyekuwa anatikisa geti hilo alikuwa na nguvu kushinda uwezo wa komeo la chuma la geti hilo. Mbele ya macho yake komeo la chuma lilikuwa limeanza kupinda taratibu. Topkati alikuwa ametoa upanga wake mwingine mfupi kwenye begi. Mchukueni huyo mwanamke na hakikisheni kwamba mnamfikisha salama kwa mumewe. Kama ukikutana na mumewe, naomba umwambie alipe kisasi kwa ajili yangu. Piteni kwenye njia ya mitungi ya gesi kule nyuma. Fanyeni haraka sana kabla mtu ajaingia hapa ndani. Topkati alikuwa ameamua kujitoa muhanga peke yake kubaki eneo hilo, huku akimuomba Angela kama atafanikiwa kukutana na mumewe basi anaomba alipiwe kisasi chake dhidi ya watu wabaya. Makina Daki kama ilivyo kawaida yao ni watu wanaopenda sana kuishi. Walibeba mabegi yao mgongoni, mkononi na bunduki zao, kisha walimshika mkono Angela na kuondoka naye hapo. Dakika 3 baada ya watu hao watatu kuondoka, jitu lilokuwa linavuta geti kwa nguvu lilifanikiwa kung'oa komeo la chuma na sasa lilikuwa linaweza kufungua geti. Je, Topkati ataweza kupambana na watu hao? Je, Mark na Dak wataweza kumfikisha Angela kwenye mikono ya Mark na Niconet? Itakuwaje ndani ya ukuta wa mauaji? Mbona kunazidi kunoga na kuchangamka, msikilizaji? Patamu hapo. Geti lifunga na upepo mkali ukaingia ndani ya gara. Topkati akarudi nyuma hatua mbili kwa akiwa na kinga na mkono machoni kuzuia vumbi ambalo lilikuwa limetimka. Aliingia mwanaume mmoja mrefu wa kimo mpaka na mwili. Kipande cha baba, kijana alikuwa amevaa kofia ngumu kuzuia risasi. Topkati alipokuwa ameiona kofia hiyo, alitambua mtu huyo alikuwa amekuja hapa kwa shari. Topkati alishika mapanga yake vizuri licha ya kwamba alikuwa bado ndani ya ala, kitendo ambacho kilimfanya mwanaume huyo akaanza kucheka kwa dharau. Alicheka kwa dakika nzima kisha ghafla alikaa kimya. Yuko wapi mwanamke? Nimetumwa kuja kumchukua. Mwanaume huyo alikuwa ameuliza huko akiwa anapiga hatua kumsogelea. Topkati akachola mstari chini na kumwambia mwanaume huyo asivuke mstari huo. Unanipangia mimi nisivuke mstari? Sio usivuke, usijaribu kuvuka. Unajua mimi ni nani? Geti lako lile pale nimelivunja kwa mikono yangu hii. Unataka kuniambia nisivuke mstari uliochola kwenye vumbi? Sitaji kujua kuhusu jina lako wala sitaki kujua kama umevunja geti. Ukivuka huo mstari hapa ndani, hapata tosha. Una stahili kufa wewe. Wewe ni mpuzi mkubwa kiasi hiki. Ni mpuzi, lakini sidhani kama eti inafaa kuvuka huo mstari. Mbona nishangaza? Halafu umeanza lini kujifanyia maamuzi mwenyewe? Nani ambaye kuruhusu kumwachia huyo mwanamke aondoke? Mimi ni mtu huru. Hivyo nafanya kile ambacho naona ni sahihi. Nimemruhusu aondoke kwa sababu nimeshagundua hili eneo ni hatari kwake. Hili eneo ni hatari kwake na wakati umelipo kufanya kazi. Achana na malipo, mimi ni mtu huru. Hivyo nipo huru kufanya kile ambacho nakiona ni sahihi. Karibu. Nataka kujua umekuja kufanya nini hapa. Nimekuja kumchukua mwanamke, yuko wapi? Ili umchukue mwanamke unatakiwa kunipita mimi kwanza hapa. Najua mmetumwa kutua sisi wote hapa. Hivyo ukitaka kumfikia huyo mwanamke unatakiwa kuniua mimi kwanza. Wewe umejuaje na ulikuwa hapa kwa karibu masaa 6? Nani ambaye alikupa hizo taarifa? Unataka nikwambie kuhusu huyo mtu ili kamuue? Unaongea sana wewe. Sio ajabu ulikuwa umeweza kupata nafasi ya kuwa karibu na madamu. Basi tusipige mdomo sana, acha tupimane uwezo ili tuweze kujua ni nani kati yetu ambaye anaongea kuliko uwezo wake. Topkati alikuwa ameongea maneno hayo kwa ananyosha mapanga yake. Mwanamume huyo alimtizama Topkati kwa dharau kwa anaingiza mikono mfukoni. Alitoa gloli 6 zenye ukubwa wa tonge la mtoto mdogo. 3 zilishika mkono wa kulia na 3 zilikuwa zimeshika mkono wa kushoto.
Alizitazama kwa sekunde kadhaa kisha kama ameinua macho yake na kumtazama Topkati ambaye tayari alishakaa mkao wa kupambana. Huaga sijisikii vizuri kupigana na mtu ambaye tayari amejeruhiwa kama wewe hivyo. Yaani kitokea huaga najiona kwamba nimekuwa kama fisi wakati natakiwa kuwa kama simba jike. Na kuonea huruma sana. Mwanamume alikuwa ameongea kwa mikogo kisha kama kunja ngumi. Kwa kasi alimjia Topkati ambaye yeye alikuwa amenyoosha mikono yake juu kisha akamechomoa mapanga yake. Mwanamume huyo alikuja wanji hatua 3 kutoka alipokuwa Topkati. Alusha golo zake 3 za mkono wa kushoto. Topkati akarudi nyuma kwa kasi akazipangua golo hizo, lakini teke zito likawa limetua kwenye kiuno chake na kumtupa kwa nguvu kwenye maboksi ya mbao ambayo yalikuwa hapo kando. Lakini bahati nzuri kwa Topkati alinyanyuka kwa kasi na kukwepa. Moja kati ya boksi la mbao lilisambaratishwa na mguu wa mtu huyo. Namna jinsi ambavyo alikuwa na mwili mkubwa usingeweza kuamini kama alikuwa anaweza kuruka hewani na kuzunguka mateke. Topkati alipangua mateke yao mawili, lakini uzito wa mateke yao ulimfanya akaenda chini kwa mara nyingine tena. Panga moja limtoka mikononi mwake, libakiwa na panga Luka amekamata kwa mkono wake wa kushoto. Mwanamume alikuwa anazidi kuja kwa kasi bila hata kupumzika. Topkati alikuwa ameanza kuhisi ni heri maneno yake. Topkati alianza kuhisi ni heri maneno yake kuliko hizi ngumi na mateke aliyokuwa anakabiliana nayo. Mbavu hiyo ilikuwa inatoa wakati mgumu sana kwa Topkati kutokana na kuwa na mapigo yenye nguvu kiasi kwamba alitupwa huku na huku. Kabla Topkati hajakaa sawa, mbavu hiyo alizunguka teke jingine ambalo lilikuwa limekuja usawa kidevu. Topkati alibonyea nyuma na kuweka upanga wake mgongoni, akamsaidia kubendi mpaka kimo ambacho teke lilikuwa limepita na hewa. Topkati alikuwa amepata nafasi, aliokota panga lake la pili na kwenda kwa kasi na kumkata kwenye kifua mtu huyo. Sauti kali ya mapanga kudunda kwenye chuma ilisikika na eneo hilo lilitoa cheche. Mwanamume huyo alikuwa amevaa chuma. Alitabasamu kidogo kisha kama amemshindilia ngumi nzito ya kichwa. Topkati alihisi kizunguzungu lakini hakuwa na muda wa kulegea. Mwamba alikuja tena, safari alitupa gololi 3 zilizobaki. Golo hizo zilikuwa zinarushwa kwa nguvu sana kiasi kwamba Topkati alipokuwa akizipangua kwa panga zilikuwa zinaenda kuzama kwenye ukuta. Mchezo ulikuwa ni mkali sana, hasa kutokana na kasi yake. Mwanamume alikuwa anamfukua mingumi ya nguvu kiasi kwamba Topkati alianza kuhisi maji yanazidi unga. Baada ya kupigwa ngumi 2 za ubavu wa kushoto zilizomfanya kaanza kuhema kama mtu ambaye amekimbizwa na mbwa kwa umbali mrefu. Nitakuua kama utaendelea kuleta mchezo. Niambie yuko wapi mwanamke? Mwanamume alikuwa ameongea kwa vitisho huku akiwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa gololi nyingine 6. Kama kawaida 3 aliweka mkono wa kushoto na 3 weka mkono wa kulia. Nimeshakwambia ukitaka kumpata huyo mwanamke unatakiwa kunipita mimi kwanza. Topkati alikuwa ameongea maneno yake kisha kama ametema funda zito la mchanganyiko wa mate, makozi na damu. Alisimama na kujinyosha na kukaza mwili. Kisha alikuwa ametupa chini mpanga moja, akaamua kuja na staili mpya. Alishagundua kuzipangua gololi hizo kwenda kulia na kushoto ni kuzipoteza. Alinyanyua upanga wake juu na kuweka alama na mpango uliokuwa ni kuzipangua gololi hizo kumrudia mtu huyo mwenyewe. Alikuja mwanamume huyo tena kwa kasi kama kawaida, karusha gololi mkono wa kushoto kwa nguvu. Topkati akapangua gololi zote kuelekea kwa adui yake ambaye naye alifunga breki kisha akazikwepa. Kisha alizikwepa maana kama zingetoa katika mwili wake basi zilikuwa zinazama moja kwa moja. Kitendo hicho kilimshtua lakini alishachelewa. Topkati alitoa miguu miwili kwenye kifua cha mtu huyo. Uzito wa mateke hayo ulimrusha kama jiwe, akaburuzika mita 5 chini. Alinyanyuka na kutikisa kichwa kabla hajakaa sawa. Alipigwa goti zito kwenye paji la uso. Topkati alikwepa kofia ngumu ya mtu huyo ambaye alijua fika kama atapiga kwenye kofia hiyo basi maumivu atapata yeye. Topkati alizamisha panga kwa nguvu, likadunda kwenye kichwa cha mtu huyo. Mbavu ilihisi uzito wa hilo panga. Macho yalikuwa mekundu na damu zilimtoka mdomoni. Topkati alisogea pembeni na kuchola mstari mwingine. Alimwambia mtu huyo adhibiti asila zake na asivuke huo mstari. Maneno ya Topkati yalisikika kwenye masikio ya mtu huyo. Upepo mkali ulianza kuvuma humo ndani, ukitimua vumbi kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu kuonana. Upepo ulipotulia, mwamba huyo alinyanyuka kinyonge hapo chini kisha kanyoosha shingo yake. Alibonyeza kitufe nyuma ya shingo yake na hapo kofia ikafunguka. Alitupa kando kisha kashusha pumzi. Kumbe ni mpiganaji mzuri sana, sikulijua hilo. Kitu pekee ulichokosa ni nguvu. Kama ungelikuwa na nguvu ungelikuwa ni mtu hatari sana kuliko wote sisi, na au nakosea? Mwanamume alikuwa ameongea kwa dharau kwa kananyosha mikono yake. Topkati hakujibu chochote kile. Kama kawaida ya mtu huyo aliingiza mkono mfukoni ili kuchukua gololi zingine, lakini ajabu hakuziona na jicho likamtoka. Topkati alimonyesha zilipo kwenye mikono yake.
Haraka sana mwanamume huyo akapeleka mikono nyuma na kuchomoa visu viwili. Topkati alirusha gololi zote 6 kwa nguvu, huku naye akiwa anakuja kwa kasi. Mpinzani aliona chenga tu. Alikwepa 2 lakini 4 zilimtandika kisawasawa. Akiwa na wenge hilo, panga kali lenye uzito likapita na shingo yake. Kichwa kililuka na kwenda kudondokea getini. Mwili ulianza kusisimuka, huku mikono ikitupa mikono kama jogoo aliyokuwa amechinjwa kisha kuachiwa. Sauti ya mwili ukidondoka chini kasikika vizuri kwenye masikio ya Topkati. Shughuli pefu dhidi ya mtu huyo alimaliza kibingwa sana. Alisha pumzi ndefu na kugeuka kuutazama mwili wa mtu huyo. Alisogea karibu na kumkagua kwenye mifuko. Alimkuta na pakiti 4 za vitamini anazotumia. Alijifuta jasho kisha akatembea kwenda ilipo begi lake. Aliweka pakiti hizo mezani kisha akajishika kwenye bega ambalo lilikuwa limetoboka. Hivi sasa ndio alikuwa anahisi maumivu sasa. Alikaa akatazama, kafikiria na jinsi ambavyo binadamu wanaweza kubadilika ghafla namna hiyo. Dakika moja na kutakia kila laheri kwenye maisha mapya. Dakika inayofuata anataka kupumzika kaburini. Akiwa anafikiria hivyo, kwa mbali aliona vivuli vya watu wawili wakija. Mmoja alikiokota kichwa cha mtu pale getini. Wawili walikuwa wamekuja pia wakiwa wamevaa kofia ngumu za kuzuia risasi vichwani mwao. Hapo sasa Topkati alikumbuka kauli ya Maki ambaye alimwambia mdunguaji aliyemkosa sio wa Maki Barnikonet. Alikumbuka kauli hiyo kwa sababu alishaona hawa wanakuja na kofia hizi kwa sababu wanajua Maki Barnikonet ana mdunguaji hatari, hivyo wanavaa ili kujikinga dhidi ya mtu. Na nyie mmetumwa kwa ajili yangu? Topkati kauliza swali huko akiwa anaonyeshia upanga wanaume hao wawili ambao ni mapacha. Walisimama watu 5 toka alipokuwa amekaa Topkati. Mmoja alimnyoshia kichwa cha mwenzao na mwingine akaokota kofia ambayo ilikuwa iko kando. Kama na nyie mmekuja kwa ajili yangu kuchukua maisha yangu, basi tutakufa wote hapa. Topkati alikuwa ameongea maneno hayo kwa akiwa anachukua mzigo mmoja wa pombe kali na kuanza kumwagia kwenye maboksi ya mbao. Wanaume hao wawili walicheka, lakini ghafla kicheko chao kilikata baada ya Topkati kuchomoa kiberiti cha gesi na kukitupa chini ilipomwagika pombe hiyo. Moto mkubwa ulianza kuwaka kwenye gala hilo. Wawili hao hawakuwa na jinsi kubaki eneo hilo. Moto kwao lilimaanisha kifo. Walikimbia, miguu ikafika kisogoni. Topkati alitorokea upande wa pili kwenye mlango mdogo. Topkati alitorokea upande wa pili kwenye mlango mdogo wa kuingizia mitungi ya gesi. Tukirudi upande wa Maki na Dak, waliendelea kulikimbia eneo la Toagora. Eneo hilo ambalo kwa sasa limebaki na magofu mengi ya viwanda vya zamani lilikuwa mbali sana kutoka barabara kuu iendayo mjini. Eneo hilo lilikuwa umbali wa kilomita 23 kutoka barabara kuu. Dak, Maki na Angela walishakanyaga kilomita 10. Angela alikuwa na hali mbaya sana kiafya. Baada ya kilomita hizo 10 alikaa chini na kuambia hawezi kuendelea. Alianza kutapika damu kwa wingi, kitu ambacho kiliwaogopesha sana Dak na Maki. Walijadiliana kwa dakika 2 wamwache mwanamke huyo au waondoke naye. Dak alijitolea kumbeba mgongoni. Walikubaliana wataenda kumuacha watakapofika barabarani. Angela alibebwa mgongoni. Ilionyesha kwa vitendo kwamba wataki mwanamke huyo apoteze maisha. Dak alitembea kilomita 13 akiwa amembeba mgongoni mwanamke huyo mwenye kilo zaidi ya 70. Baada ya kufika barabarani hapo hawakuwa tayari kumwacha mwenyewe, hivyo ilibidi wakae chini kusubiri kama gari litatokea basi liwape msaada wa kurudi jijini. Baada ya kusubiri kwa zaidi ya saa nzima, Maki aliamua kwenda kutafuta msaada. Dak alimkubalia Maki aende kutafuta msaada popote atakapoupata, kisha rejee nao waweze kumsaidia Angela ambaye hali yake ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Maki aliondoka na kumwacha Dak akiwa amemlaza mgonjwa kwenye miguu yake. Angela bado alikuwa anaendelea kukohoa damu. Hali yake ilizidi kuwa mbaya hasa baada ya kuanza kutetemeka, huku akionekanika kuishiwa nguvu kabisa. Usife tafadhali. Naomba ubakie na sisi. Ukifa tutakuwa na cha kumwambia Maki, tafadhali usife tafadhali. Dak alikuwa ameongea na Angela huko akiwa anamtikisa kwa nguvu. Mwanamke huyo alikuwa anazidi kulegea zaidi na zaidi. Ghafla gari moja likapita barabarani hapo kama upepo. Dak akasisimka baada ya kuhisi pengine gari hilo sio kiumbe cha kawaida. Akiwa mwenye mashaka kaisa amekiona kiumbe cha ajabu. Gari hilo lilirudi na kusimama mbele yake. Ndani ya gari hilo wa kwanza kushuka alikuwa ni Gonza akiwa na kifaa chake mkononi. Wa pili alikuwa ni TXO, akafuata Edo na baadaye Susejing, Ovoro, Mona na Jessica walifuata. Wote walisimama mbele ya Dak ambaye alikuwa amempakata Angela. Ukimya ulipita katikati yao, hakuna aliyekuwa amejua nini kitatokea iwapo yoyote atafungua kinywa chake kusema chochote kile. Je, Dak ana nafasi ya kubaki salama au huu ndio mwisho wake? Tuko msikilizaji ndani ya sehemu hii hapa ya 16. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kisa hiki cha kusisimua ukuta wa mauaji. Ni hivi msikilizaji, wengine wote walirudi nyuma wakamwacha Edo asogee mbele akimtazama Dak ambaye alikuwa amempakata mama yake. Edo aliguna na kujichoma akimtazama usoni Dak ambaye alikuwa mdogo kama kidonge. Hiki nini sasa?
ninachokiona mbele ya macho yangu. Wenzako wako wapi? Edo alimuuliza Daki ambaye alikuwa amenyanyua macho yake na kuwatizama wote waliokuwa mbele yake. Maka ameenda kutafuta msaada kwenye vijiji vya karibu. Hamkuwa wawili, mlikuwa watatu na wewe unamtaja Maki pekee. Hatujai kuwa watatu, mara zote tunatembea wawili tu. Huyu watatu tunayemuulizia sio sehemu ya timu yetu. Daki alijibu kwa kujiamini. Edo akatikisa kichwa chake kisha akamkaribia zaidi. Sasa mimi shida yangu ni huyo mtu watatu. Natamani sana kuonana naye. Edo alisisitiza kwamba anahitaji kuonana na Top Cat. Daki akatikisa kichwa kuonesha masikitiko kidogo. Yule sio aina ya mtu ambaye unatakiwa kuomba kukutana naye. Kwanza sio level yako. Sio binadamu wa kawaida kama ulivyo wewe. Yule ni kiumbe ambaye amevuka uwezo wa kawaida. Yule ni kiumbe ambaye amevuka uwezo wa kawaida wa binadamu. Huo ni ushauri mzuri naweza kukupa leo. Tutafikia pabaya kama mtaendelea kumficha. Niambie yuko wapi yule mtu. Tulikuwa naye kwenye gara. Tulipovamiwa alituruhusu sisi tukimbie naye, alikuwa amebaki kupambana. Anapambana kina nani? Anapambana na viumbe kama yeye. Unanikwaza unavyoendelea kunipa majibu yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Sasa kama ni muda wa kuzozana. Mama yupo kwenye hali mbaya sana hapa. Mngemchukua na kwa hospitali akapate matibabu. Lingekuwa ni jambo jema sahihi kuliko maswali unaniuliza hapa sasa hivi. Kama atakata roho hapa, hamtakuwa na jambo la kumuuliza Makimana ni connect. Dakika alikuwa ameongea kitu ambacho kiliwatoa kwenye usingizi watu hawa ambao walikuwa wamezubaa baada ya kumkuta Daki kwenye mazingira ambayo hata haeleweki. Atakamwona na Jessica alikuwa amesogea na kumchukua Angela kutoka kwenye mikono ya Daki. So Angela alikuwa amesogea na kumfunga pingu Daki kisha watu hao wakarudi ndani ya gari. Gonza na Edo wao walibaki nje. Walitoa pikipiki kubwa kutoka kwenye gari hilo. Sisi tunaenda mpaka walipokuwa hawa. Bado nina matumaini ya kuonana na kile kiumbe. Edo alimwambia TXO ambaye alikuwa ametikisa kichwa kuitikia. Dereva alikuwa amegeuza gari kuondoka kwa kasi. Edo na Gonza walikuwa wamepaki pikipiki na safari kuelekea Toagora iliendelea. Edo alikuwa anatamani sana kuonana na Top Cat. Machoni mwake alikuwa anataka sana kuona kama anaweza kumkabili kiumbe mwenye kasi kama huyo. Ndani ya Black House, George alikuwa amefungiwa kwenye ofisi yake baada ya vijana kumwona mzee huyo kama amechanganyikiwa akili yake. Ukweli ni kwamba George alikuwa hajachanganyikiwa. Aliigiza hivyo ili kupata upenyo wa kujitenga na vijana wake. Hakutaka tena kutembea kwenye njia moja kufanya kazi. Aliona ni kama vile wanachelewa. Baada ya vijana wake kumfungia ndani ya ofisi yake na kumtaka kutotoka mpaka baadaye watakaporudi, George alitoa vitabu kadhaa kwenye kabati. Kwenye chefu hiyo kulikuwa kuna eneo la kuingiza password. Aliingiza password kisha kabati hilo lilisogea pembeni na kuacha eneo la wazi la ukuta ambalo lilikuwa na mlango. Kwenye mlango huu wa kisasa pia palikuwa pana hitaji password. Aliingiza password kama kawaida na mlango wa chumba hicho ukafunguka. Haraka alikuwa ameingia ndani ya chumba hicho na meza nyingine ya kiti cha ofisi, huku kando kukiwa kuna kabati ambalo lilikuwa lina simu nyingi zaidi ndani yake. George alikuwa amesogea kwenye kabati hilo, kama amechukua simu moja kisha kabonyeza namba 4. Alipiga simu hiyo na kusikiliza. Upande wa pili wa simu ilisikika sauti nzito ya mwanaume ikimsalimia George kwa heshima. Habari za siku nyingi mzee wangu. Pole sana kwa kupokea simu yangu muda huu. Najua imekuwa ni miaka mingi sana ya ukimya. Ni miaka mingi yote hiyo nilikuwa nasubiria simu yako tu. Leo imekuja, nimefurahi sana. Na watu 4 ambao wanataka kuondoka ndani ya wiki. Ni kazi ambayo itakuja na ofa nzuri sana kwako. Fanya unavyoweza, kesho usiku tuonane. Alikuwa amezungumza kwa sauti ya chini huku akiwa na uhakika hakuna aliyekuwa amesikia mazungumzo hayo. Nimefurahi sana kupata kazi tena. Kesho nitasubiri simu yako na eneo la kukutana. Sauti ya upande wa pili ilisikika na hapo George alikuwa amekata simu, akarudisha simu hiyo kwenye kabati kisha kama amechukua simu nyingine akabonyeza namba 4 akapiga. Upande wa pili wa simu uliita zaidi ya mara 3 ndipo sauti ya mwanamke ikasikika ikimsalimia mzee huyo kwa heshima. Naomba rufajili leo tukutane. Nina watu 4 ambao nataka unichole michoro. Nataka kazi tuifanye haraka sana kwa sababu sasa mambo yameanza kuwa mabaya. Yeye alikuwa amwambia mwanamke huyo. Upande wa pili wa simu hiyo ulikuwa kimya kwa sekunde kadhaa kama mtu aliyekuwa anafikiria cha kujibu. Nipo tayari, hata sasa niambie ni wapi tukutane. Tutakutana kwenye mgawa ule ambao napenda sana kunywa kahawa. Sawa, nitafika saa 11 kasoro. Mimi natangulia, utanikuta. Alikuwa amekata simu hiyo kisha amerudisha kabatini. Baada ya hapo alibadilisha nguo alizovaa, akavaa suti nyeusi safi, miwani ya macho ambayo ilikuwa na kamera ya kisasa kwa ajili ya kurekodi matukio. Chini alikuwa amevaa viatu vya rangi nyeusi. Kwenye kiuno chake alikuwa amepachika bastola 2 kisha alitoka kwenye ofisi hiyo na milango ilijifunga yenyewe nyuma. Alirudisha vitabu kwenye sehemu yake ambayo anaficha eneo la kuingiza password la kabati hilo. Baada ya kumaliza yote alitoka kwenye ofisi yake. Walinzi wa Black House walinama kumpa heshima kila alipokuwa anapishana nao. Alitoka mpaka nje kabisa, akachagua gari kwenye eneo la maegesho, akaingia kwenye gari na kuondoka Black House kwa kasi. Sasa tuende kwa Madam AC. Yeye alikuwa bado hajalala mpaka saa 10 usiku.
Usingizi ulikataa kabisa kuingia kwenye kichwa chake. Muda mwingi alikuwa anazunguka kwenye ofisi yake na kusimama dirishani akitazama kwa nje jiji la Zuri namna jinsi lilivyo kwa usiku huo. Taa zilikuwa zinawaka sehemu mbalimbali na magari machache yalikuwa yanapita barabarani. Kelele nyingi ambazo zilikuwepo hapo kabla ndani ya jiji la Dazoli hivi sasa zilikuwa hazisikiki kabisa. Hii ni kutokana na kumbi nyingi za starehe kufungwa kwa sababu ya uhaba wa watu ambao walikuwa wakijifungia ndani ya nyumba zao. Ni nani ambaye alikuwa haogopi kifo? Wimbi la umauti lilikuwa limefunika jiji la Dazoli kiasi kwamba wananchi wengi waliogopa sana kutoka nje wakati wa usiku. Hii haikuwa amri ya serikali wala haikuwa amri ya jeshi la polisi kuzuia watu kutoka nje. Ni watu wachache sana ambao walikuwa ni machizi wa starehe za kila siku ambao walitoka na kwenda kwenye baadhi ya kumbi chache za starehe ambazo mpaka nyakati za usiku zilikuwa bado zikiendelea starehe hizo kila siku. Mwanamke ambaye sasa anaelekea miaka 63 alikuwa amesimama kwenye dirisha hilo akisubiri majibu kutoka kwa vijana waliokuwa aliowatuma kazi. Ni saa 11 kasoro dakika 14. Alitazama simu yake ya mkononi kisha akawa amerudisha mezani. Akaendelea kusimama hapo mpaka pale ambapo mlango ulipofunguliwa. Aliingia Khadija akitembea kwa haraka. Alisimama karibu na mwanamke akasogea zaidi na kumnongoneza kwa sauti ya chini. Mission failed. Madam Wesa alikuwa amegeuka kwa mshangao lakini hakutaka kuongea neno mpaka pale alipokwameka kwenye kiti chake. Vijana wamerudi na taarifa kwamba Topkati ameamua kulichoma moto gara kisha yeye na yule mwanamke wamekimbia. Na pia 18 amekatwa kichwa na Topkati mwenyewe. Hao ndio aliyofanya kijana wako. Khadija mwambia Madam Wesa ambaye tikisa kichwa kwa masikitiko. Nilikuwa najua tu. Siku ambayo nitamwacha huyu mbwa aende mtando, siku ambayo nitagundua ukali wa meno yake. Ona sasa anaanza kuangata watoto wangu. Huyu ataleta shida huko mbeleni. Topkati hajui maisha yote nje hapa. Hivyo na hakika atakuwa hana pa kwenda baada ya hapa. Kabla hajapata akili ya maisha ya mtaani, nataka mumtafute na mniletee hapa. Akipatikana nitampiga risasi ya kichwa mwenyewe. Hafanya haraka sana, utume vijana wafanye kazi. Madam Wesa alikuwa ametoa maagizo kwa Khadija ambaye alikuwa ameinua kichwa chake. Lakini mama, kuna jambo jingine. Tukiwa hapa naomba usinite mama. Hii sio sehemu ambayo unaweza ukaja kudeka hapa. Unaona tupo hapa mpaka saa 10 usiku na bado unataka kuniita mama? Simama kwenye cheo chako na uniite kwa cheo nilicho nacho mimi. Ghafla mwanamke huyo alikuwa mkali mbele ya binti yake ambaye alikuwa amekosea kumuita mama. Nisamehe sana mkuu. Nataka kukupa taarifa. Abasi atawasili kesho usiku majira saa 8. Amesema naye anakuja kuongeza nguvu. Sioni kama mmekuja kuongeza nguvu zaidi, mmekuja kuwa mzigo tu hapa mjini. Nguvu mnayoongeza iko wapi? Mtakuja kunibana tu hapa na kuniongezea pressure tu. Wakati wote ambao nitakupigia simu na hutapokea nitakuwa nipo kwenye hali gani? Kwa nini hambaki huko? Madam Wesa alikuwa anazidi kuwa mkali, kitendo ambacho kilizidi kumkwaza Khadija. Lakini mkuu, kumbuke hili jambo sio lako peke yako. Haya ilikuwa ni makubaliano yetu sisi watatu. Hivyo sasa kabisa kama ni sahihi kuanza kujipa haki kwamba wewe peke yako ndo mtu ambaye unaweza kupambana na hapa mjini. Na pia sio. Khadija alijikaza na kumwambia hivyo mama yake, na kabla hajamaliza tetesi yake kofi likatua usoni na kumfanya akae kimya. Kwenye hili naweza nikawa sina haki, lakini ninyi ni watoto wangu. Hata kama mnajiona mmekomana mnaweza kupambana kwenye vita kama hii, lakini bado nyinyi watoto wangu. Mimi ni mama. Wewe bado hujapata mtoto wewe. Haujui namna gani kulivyo na pressure kubwa sana kuwa mama, halafu watoto wako muda wote wanasimama kwenye mazingira ambayo kupoteza maisha ni jambo la sekunde tu. Tuma vijana mtafute Topkati popote alipo. Hawezi kuwa kijana wetu alafu tumwache apotee hivi hivi. Madam Wesa alikuwa ameongea kwa ukali. Khadija akarudi nyuma hatua mbili, akainama na kwa heshima kisha kama ametoka kwenye ofisi hiyo. Alitembea huko akiwa anakunja ngumi kwa hasira. Aliingia ndani ya lift na ikamshusha mpaka chini. Mlango wa lift ulipokuwa umefunguka alipishana na mwanaume mmoja aliyekuwa amevaa suti nyeusi. Alipiga hatua kama 4 hivi na ndipo akahisi amewahi kuiona sura ya mwanaume huyo. Naitwa John Abdalla Pazi. Sauti hiyo ilikuwa imejirudia kwenye kichwa chake na taswira ya mtu huyo ilijengeka. Mwili ulimsisimuka Khadija baada ya kugundua amepishana na mtu huyo. Alinusa harufu ya hatari iliyopo mbele yao. Je, John Abdalla Pazi amekuja kufanya nini kwenye hoteli hiyo ambayo ni makazi salama ya familia hii? Ngoja tucheki msikilizaji, amekuja kufanya nini huyu jamaa mara hapa. Sawa. Unaambiwa hivi msikilizaji. Haraka Khadija alikuwa amegusa kifaa chake cha mawasiliano ndani ya sekunde 2. Kila mlinzi aliyekuwa kwenye hoteli hiyo alikuwa online kusikiliza kile ambacho dada huyu atasema. Kuna mtu anaelekea ghorofa ya 6, amevaa suti nyeusi na miwani ya kawaida. Mzuieni atakapotoka kwenye lift, fanyeni haraka sana.
Kila mmoja akae kwenye mstari wake. Njia za kutoka ndani ya hoteli zote zifungwe. Hakikisheni huyo mtu hatoroki na kuja hapo ghorofa ya 6. Khadija alikuwa ameongea kwa kifaa cha mawasiliano na kila mlinzi ambaye alikuwa ghorofa ya 6 alikuwa ameshasogea kwenye njia za kutoka, huku wengine watatu wakienda kusimama mbele ya lifti ambayo ilikuwa inapandisha kwenda juu. Tayari bastola zao zilikuwa ziko mikononi. Mtu atakayetoka kwenye lifti alikuwa anaiweka mikono juu haraka sana. Kwenye hali wasiotarajia, lifti hiyo ilipitiliza kwenda juu, haikusimama kwenye ghorofa ya 6. Khadija kaona kusubiri lifti itachelewa, aliamua kutumia ngazi kupandisha kwenda juu. Kwa juhudi na bidii za Khadija alifika ghorofa ya 6 kwa kupandisha ngazi. Alishangaa kuona walinzi wakiwa bado wamesimama kwenye mbele ya lifti. Akauliza kama lifti ilisimama, lakini jibu lao lilionyesha ni moja kwa moja kwamba lifti ilipitiliza kwenda juu. Wakiwa wamesimama hapo, walisikia tena lifti ikiwa inaenda chini. Haraka Khadija alikuwa amewasiliana na walinzi waliokuwa wako chini kuhakikisha mwanaume atakayetoka kwenye lifti hiyo awekwe chini ya ulinzi. Walitumia lifti ya upande wa pili nao wakaelekea chini. Walipofika chini, walishangaa kuona ndani ya ile lifti walitoka wanawake watatu na sio mwanaume kama ambavyo alikuwa amesema. Kuna nini? Jabila ambaye alikuwa ametoka kuswali swala ya asubuhi alimuuliza Khadija ambaye onekanika hakuwa sawa baada ya kumkosa mwanaume huyo. Nimemwona yule mtu niliyekwambia. Nimepishana naye wakati nikiwa natoka kwenye lift na akaingia kwenye lift. Na bahati mbaya ilikuwa tayari nimeshatembea hatua kadhaa, hivyo akawa amenipiga chenga. Yule mtu ambaye ulisema anaitwa John sijui Joseph. Jabila alikuwa ameuliza kwa anamtazama machoni mwanamke huyo. Ndio huyo nimemwona. Nimepishana naye kidogo na sijui hata mawazo yalikuwa yako wapi. Kwa sababu alinitazama na akatabasamu vile vile kama ambavyo alikuwa nilivyokusimulia. Sasa kama umemwona utamuelezeaje? Sura yake unaikumbuka kuiona? Sijui kama uongozi wa hoteli unaweza wakaturuhusu kukagua vyumba vyote. Hilo haliwezekani. Lakini tunaweza kuangalia kwenye taarifa za wageni na kupata taarifa zao kwa pamoja na vingine vyote. Hivyo tutajua kama yupo ndani ya hoteli na tutampata tu. Picha ya passport itaweza kumgundua. Una usingizi. Ungepata muda wa kupumzika. Hebu twende ukapumzike. Kila mmoja arudi kwenye nafasi yake, tunaenda kuimarisha ulinzi. Huku akimshika taratibu Khadija na kugeuza naye kuondoka. Alishagundua binti pengine atakuwa hajapumzika kwa siku nyingi, na ndio maana amekuwa ni mtu mwenye mawazo sana kiasi cha kufikia kuhisi amemwona mtu ambaye alimuota ndotoni. Asubuhi baada ya usiku mrefu na wenye mambo mengi ndani ya jiji la Zuli, wananchi wakaendelea na shughuli za kila siku, huku hivi sasa mambo yalikuwa yamebadilika sana. Watu walio sana kuamka ili kukimbizana na muda, maana usiku haukuwa rafiki hata kidogo. Asubuhi hiyo Jenerali Omar Mamba alimtembelea CDF nyumbani kwake. Ujio Jenerali Omar Mamba ulikuwa ni ugeni ambao CDF aliutarajia. Hata hivyo kama vile umechelewa sana. Alimkaribisha nyumbani kwake, walikaa pamoja na kumsikiliza shida iliyomleta. Sitaongea mengi sana. Naomba tu niseme Makimel Konte anawashikilia vijana wangu 12. Maafisa 9 wa kawaida pamoja na wale triple M watatu ambao ni kikosi maalum. Nimekuja kwako kuomba uzungumze naye, anifanyie hisani aweze kuwarudisha vijana ndani ya shirika letu, kwa sababu tayari nimeanza kuulizwa maswali kuhusu vijana wako wapi na nimekosa jibu ambalo naweza kuwapatia wenzangu. Jenerali Omar Mamba alikuwa ameongea kwa upole na CDF. Alicheka kiasi kisha kama mimina kahawa kwenye kikombe kidogo, akamsogezea mgeni wake. Taasisi inachokosea ni kwenye kitu kimoja. Pale inapotaka kushindana na Makimel Konte, na ubaya zaidi mnamwona Makimel Konte kama adui yenu mkubwa. Hicho ni kitu ambacho mnakosea pakubwa sana. Makimel Konte sio adui yenu kwa upande wote ule. Nitakupa historia kidogo. Mtu ambaye mnampigania kulipa kisasi ni mtu ambaye hakufaa kabisa kuwa kiongozi kwa taasisi kubwa kama ya kwenu. Alikuwa ni mtu mwenye tamaa ya pesa, mtu ambaye aliamini kwamba siku akishaondoka kwenye kiti cha ukurugenzi wa MI0 basi anatakiwa kuwa na ukwasi, kitu ambacho sio kizuri kwa mtu yeyote ambaye anakalia kiti cha uongozi. Jenerali Obadi Kigwa alikuwa ni mtu ambaye ana ukaribu sana na matajiri wakubwa ndani ya jiji letu. Matajiri wengi wakubwa walikuwa na urafiki na yeye. Sasa ni hatari sana kwa kiongozi yoyote wa taasisi ya usalama anapokuwa na ukaribu na matajiri wakubwa. Wanaoumia ni maskini. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kutambue. Wanaoumia ni wale ambao hawezi kuwafikia viongozi wa vyombo vya usalama moja kwa moja. Unajua matajiri pia ni binadamu. Ni watu ambao wanakwazika. Ni watu ambao wanajiona kwamba wapo kwenye nafasi ambayo watu maskini hawataki kabisa kuambia chochote kile, wala hawataki kubishana nao kuhusu lolote lile. Wanasahau sana kuhusu sisi binadamu kuwa tuko sawa. Ni watu ambao tunaishi chini ya sheria ya nchi moja. Hilo ni jambo ambalo wanalisahau sana binadamu wanapokuwa kwa juu ya kilele cha mafanikio. Hao matajiri walikuwa wanamchukia sana Makimel Konte, yote kwa sababu mwandishi huyo ndiye aliyechomesha dili lao kubwa la kuingiza vifaa vya tiba feki na dawa ambazo zipo chini ya viwango.
Sasa kwa kuwa ndugu yenu alikuwa ni rafiki yao, basi wakamtuma akampoteze Makimeli Konet. Sababu ikawa ni kwamba Makimeli Konet alimchukua TXO kutoka jeshini na hataki kumrudisha. Jenerali Obad Kigo alikuwa ametumia kivuli hicho kuanzisha ugomvi kati ya MI0 na familia ya mwandishi huyo. Kwake lilikuwa ni jambo zuri na alikuwa anajua alichokuwa anafanya. Wakati huo sisi ambao tuliokuwa chini tuliutazama mchezo kwa mbali na tulikuwa tunajua lazima atapata kile ambacho anastahili. Na hicho ndicho kilichotokea. Makimeli Konet baada ya kugundua mtu huyo amekuwa akitumia vibaya nafasi yake ya uongozi, aliamua kumfanya kitu ambacho kitakuwa ni kumbukumbu na onyo kwa wengine. Na ndio maana siku ambayo nilikutana na wewe, nilikuonya sana kwamba unachokifanya sio kitu sahihi. Kwa sababu mimi naelewa kila kitu kilichotokea kipindi kile. Nilikuwa nipo kwenye nafasi ya kuliona jambo kwa macho yangu. Mimi nilikuwa naelewa ugomvi wao kuliko wewe ambaye ulikuwa hautaki kushauriwa. Kitendo cha ndugu yenu kuwachukua makomando 9 kwenda kumshambulia hotelini Makimeli Konet, huku akidai kwamba mtoto huyo alikuwa ni gaidi ambaye amekuwa akimtumia TXO kwenye shughuli zake, ilikuwa ni jambo ambalo halikubaliki. Lakini bahati mbaya tu na huko umeingia kwenye mtego na ukawatumia maafisa kwenda kuizima Black House. Black House ipo hapa duniani kabla wewe haujapata hata nyota yako ya kwanza kwenye bega lako. Ni kitu ambacho ulitakiwa ukifikiria kwa umakini na ungegundua tu kuwa unakosea. Wamepita viongozi wangapi na hawajataka kuigusa hiyo Black House. Ulijisi mwenye bahati ulipokuwa unajua ilipo. Sisi tunajua na tumekaa kimya, sio kwamba eti ni waoga au kwamba sisi ni wazembe, hapana. Sisi tunajua yule mtu hana shida. Ni binadamu tu kwenye ngo zao ndo ambao wameingia kwenye ugomvi naye. Sasa unataka vijana wako hivyo, unatakiwa kujifunza kuomba msamaha. Nenda kamwombe msamaha Makimeli Konet. Ni mtu mwelewa sana. Mtu ambaye akiomba msamaha kama umekosea kwa mara yako ya kwanza, basi atakusamehe basi na shaka. Hilo ndilo unalotakiwa kulifanya, lakini sio unitumie mimi kwenda kumwomba msamaha. Anaweza sikubali kabisa. Nina imani vijana wako watakuwa wazima. Hakuna ambaye atakuwa amepata madhara kwa sababu Makimeli Konet sio mtu ambaye anaamini kwenye kuua ng'ombe ambao wamefika shambani kwake kwenda kula mazao yake kuliko kwenye kuzungumza na mchungaji wa ng'ombe. CDF alimpa maneno mengi mgeni wake ambaye alikuwa amekaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha aliamua kujibu. Mimi kuzungumza Makimeli Konet itakuwa ni ngumu. Siwezi kumwomba msamaha raia. Hata iweje, siwezi kujishusha mbele ya raia. Huwezi kujishusha mbele ya raia ambaye waziri mkuu wako ambaye unampigia magoti kila siku na yeye anaenda kwa huyo raia kupiga magoti. Wewe ni Omar wa aina gani wewe ambaye hauna akili kabisa kichwani? Na nilikupa jina Mamba. Mbona wazalisha Mamba wewe? Ongea unavyoweza, lakini huo ndio msimamo wangu. Ina maana kwamba huwezi kujishusha ila unataka mtu mwingine akakuombea msamaha ili uonekanike umejishusha, kumbe hujafanya hivyo, si ndio? Sasa nakwambia hili la mwisho. Vijana wako hawatotoka ndani ya Black House bila wewe kupiga magoti. Pale hawatoki. Naongea hivi kama mtu ambaye nimewahi kufika pale na najua sheria kali za ile nyumba. Watatoka tu. Kwanza huyo mwandishi hawezi kabisa kupambana na hao Gods of Dathul. Watamchakaza vibaya sana. Kiuhalisia hakuna kundi ambalo linaweza kupambana na Makimeli Konet ndani ya jiji la Dathul. Hakuna kundi hilo kwa sababu hawa wote unaoona wamemkuta kwenye ile jiji. Alikuwepo kabla yao akipambana na watu kama hao ambao wanajivunia hivi sasa. Kudumko kwenye mavu ni kwa sababu tu hakuwajua. Ila kama ameshawajua basi hakuna atakayepona hata mmoja. CDF hakuficha namna jinsi ambavyo amekuwa akimwamini Makimeli Konet. Jenerali Omar Mamba alicheka kwa dharau kisha akasogea karibu na CDF na kumnongoneza. Unamsifia sana hivi, najua kwamba hawa watu wana viumbe wa ajabu. Jenerali Omar Mamba alikuwa ameuliza swali hilo huku akiwa anamtazama machoni CDF. Najua kuwa hawa watu wana viumbe wa ajabu. Lakini tukienda kwenye ukweli, ndani ya jiji hili hakuna kiumbe cha ajabu kinachomzidi Makimeli Konet. Hakipo kiumbe kama hicho. Rejea namna jinsi alivyomua Obad Kigo. Kasome ripoti ya namna jinsi alivyomua Dr. Abasi Ali Juma. Zote zinaonyesha ni kiumbe wa ajabu zaidi kwenye jiji letu. CDF alikuwa anazidi kupigilia msumari kwenye maneno yake. Jenerali Omar Mamba alitikisa kichwa tu. Sijawahi kuona kiongozi anamsifia raia muuaji kama unavyomsifia wewe. Ni kitu gani hasa ambacho alichonacho huyo? Unataka kujua kuhusu kitu kinachoonyesha Makimeli Konet? Vipi, ulimwonaje aliposhikilia familia yako? CDF aliuliza swali ambalo lilimkwaza sana Jenerali Omar Mamba. Tuzungumzie kuhusu familia yangu, tuzungumzie kuhusu Makimeli Konet. Nataka kujua ana kitu gani special ambacho kinafanya umwage sifa zote kwake. Unajua kitu kimoja ambacho watu wengi sana waga wanakosea pale wanapokabiliana na Makimeli Konet ni kwamba waga wanadhani ni mtu mmoja na wakati ni mkusanyiko wa vijana wengi wenye vipaji vikubwa. Nikupe siri moja, wasomaji wa Makimeli Konet hawakuwahi kumjua mpaka siku ambayo aliamua kujitangaza mwenyewe. Na hapo walishasoma kazi zake kwa zaidi ya miaka 20. Siri hiyo ilikuwa ipo kwake na mkewe.
Mtu ambaye anaweza kujificha asionekanike hata kipindi ambacho nchi nzima ilitamani kujua ni nani huyo. Sio mtu ambaye anaweza kushindwa na nyie wapenda sifa. Watu ambao mkila vizuri tu tayari mnapiga picha na kupeleka mitandaoni. Maki namfanisha na director Weni. Karibu miaka 7 amekuwa akisimulia simulizi mtandaoni, watu wanatamani kumwona lakini wanashindwa. Wanaishia tu kumzania mtu mmoja ambaye anaposti video zake huko mtandaoni kama director Weni, lakini sio kweli. Ni vigumu sana kuifahamu sura halisi ya director Weni. Maki ni mtu ambaye amefungiwa ndani ya gereza la Batu na akarudi akiwa mzima. Sio level zero nyie. Wewe hivyo ulivyo unajiona unaweza kwenda Batu. Wewe hivyo unavyojiona unaweza kwenda Batu kisimulia maajabu yaliyoko huko. Huti mguu anakuambia. Ila mtu alipelekwa Batu na akaishi miezi 8 na huyu hapa karudi. Ukweli ni kwamba haitakuwa rahisi Gods of Dazul kuweza kuepuka kikombe ambacho kinakuja mbele yao. Nakupa hadi kama haitotimia basi njoo unichukue nikapige magoti mbele ya Maki Monikoneti awasamee vijana wako. Ndani ya wiki 2 tu zijazo hakuna mtu hata mmoja ambaye ataweza kuwa na ujasiri wa kuwa upande huo hilo kundi. Wiki 2, siku 14 tu, hakuna ambaye atasalia akiwa hai hata mmoja. Kama yuko ambaye atasalia ataweza kujitaja kwamba yamebaki akiwa ndani ya jiji hili, basi mimi nitatimiza ahadi yangu. Unasema kweli? Huaga siishi nyuma maneno yangu. Wiki 2 kuanzia leo, kama hii ahadi haitotimia basi njoo haraka sana. Jenerali Omar Mamba hakufurahishwa sana maneno ya CDF, alisimama kapiga saluti ya heshima kisha kama ametoka kwenye nyumba hiyo. Walinzi wake walikuwa wameongozana naye mpaka kwenye magari yao, waliingia na kuondoka. Ndani ya gari alikuwa anawaza sana kitendo cha yeye kuambiwa aende akaombe msamaha. Aliona ni dharau kubwa sana kwa afisa wa jeshi mkubwa kama yeye kumwomba msamaha raia. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa mara nyingi kwenye maisha. Zipo mara nyingi ambazo watu ambao walikuwa wanatakiwa kutusaidia huaga wanashindwa kututoa tulipokuwa tumekwama kwa sababu ya vibuli vyao. Jenerali Omar Mamba alikuwa yupo tayari kuwaacha vijana wake wasote ndani, ila sio yeye akajishushe kwa raia wa kawaida. Na hii ndio maana hata vitabu vya dini waga vinatufundisha kujishusha. Tendo la kujishusha lina msaada mkubwa sana. Mnaelewa? Haya, kama mmeelewa, tumalizie sehemu ya 16 msikilizaji. Unaambiwa alikuwa anakumbuka maneno haya. Ndani ya wiki 2 zijazo hakuna hata mtu mmoja ambaye ataweza kuwa na ujasiri wa kuwa upande wa hilo kundi. Wiki 2, siku 14 tu, hakuna ambaye atasalia akiwa hai hata mmoja. Kama yupo ambaye atasalia na ataweza kujitaja kuwa yeye amebaki akiwa ndani ya jiji hili, basi mimi nitatimiza ahadi yangu. Sauti ya CDF ikajirudia kwenye kichwa cha Jenerali Omar Mamba. Msafara wake wa magari 4 ulifika makao makuu ya MI0. Alishuka kwenye gari na kupokelewa na katibu wake wa kike ambaye alivaa sare za jeshi zenye mabaka ya rangi nyeusi na blue. Kuna taarifa mpya zimetufikia kutoka kwa washirika wetu. Kuna dalili ya kutokea mauaji mengine katika jiji ndani ya wiki. Hatujajua hali hiyo ya hatari itasababishwa na kitu gani, ila hii ndio taarifa tuliyoletewa. Katibu wake alikuwa amwambia Jenerali Omar Mamba huko akiwa ameshika kishikwambi mikononi mwake. Mkurugenzi huyo alikuwa amechukua kishikwambi hicho na kutazama taarifa hiyo ya kiintelijensia kisha akamrudishia katibu wake. Tuma vijana 3 kwenye mitaa iliyotajwa. Wiki wafanye kazi kwenye hilo eneo. Sawa mkuu. Hakikisha jiji linaendelea kuwa tulivu. Tuna wiki nzima hatujasikia taarifa yote ya mauaji ya mtu kutoka sehemu yote ndani ya jiji. Ni jambo linashangaza, lakini hivyo ndivyo jiji letu linavyotakiwa kuwa. Jenerali Omar Mamba alikuwa ametoa maagizo kwa katibu wake ambaye alizidi kuongozana naye wakitembea kuelekea ndani. Kuna taarifa nyingine pia inasema kwamba vifaa vya ukaguzi wa silaha vilivyopo uwanja wa ndege vinashindwa kuleta majibu sahihi kuhusu mizigo yenye silaha zinazopitishwa kwenye uwanja wa ndege. Hii ni taarifa ambayo tumepatiwa na maafisa usalama wa uwanja wa ndege wanaoomba vijana wetu wakafanye ukaguzi na pia wakafunge vifaa vipya ili kuweza kusaidia kwa ukaguzi. Pia wanataka marekebisho kwenye mfumo wa mawasiliano. Huu walionao sasa hivi wanasema unawapa shida kwa sababu unashindwa kufanya kazi kwa usahihi. Taarifa hii ilimfanya ageuke na kumtizama katibu wake. Hizi taarifa zimekuja leo au ni ile ya wiki iliyopita? Hapana mkuu, hii imekuja leo. Kama imekuja leo basi ina maana kwamba wiki iliyopita vijana hawakwenda kufanya kazi. Anyway, watume vijana waende huko wakafanye hiyo kazi. Mnawezaje kukaa ofisini wiki nzima na uwanja wa ndege siku zote hizo unakuwa hauna vifaa vya ukaguzi? Kama kuna maadui wameingia basi wameingia kirahisi tena wakiwa na silaha zao. Watume vijana haraka sana. Mkurugenzi alikuwa ameongea kwa kufoka kiasi kwamba katibu wake akarudi nyuma hatua moja. Tunatamani kutuma vijana lakini hawapo mkuu. Vijana wote hao kwenye hizo ofisi unaniambia kwamba wapo?
ambao wanatakiwa kwenda uwanja wa ndege hayupo hata mmoja kati ya 4, haijulikani kwa alipo. Hivyo tunashindwa kufanya chochote kile. Labda tuombe msaada kwa wenzetu. No. Hakuna haja. Haya, nenda hilo niachie mikononi mwangu. Majibu ya katibu alimfanya mkurugenzi kukumbuka katika makomando 9 ambao wanashikiliwa ndani ya Black House, 4 ndio wanaofanya kazi ya kufunga na kufanya ukaguzi wa vifaa vya ukaguzi vinavyoweza kufanya utambuzi wa silaha kwenye viwanja vya ndege vyote ndani ya nchi ya Tanzania. Alisha pumzi kisha kama ingia ofisini kwake, alivuta kiti kwa nguvu na kukaa, kisha alianza kuwaza mwenyewe. Kama ndio hivyo basi itanibidi nikapige magoti kwa yule mbwa. Lakini hiki ni kitu ambacho sikutaka kabisa kukifanya. Kwanza kuwaje mpaka nikajikuta nipo kwenye hali kama hii jamani? Aliongea mwenyewe ndani ya ofisi yake akionekanika mwenye mawazo kupitiliza. Vijana wanahitajika haraka wafanye kazi uwanja wa ndege, vifaa vya utambuzi wa silaha vilikuwa vinashindwa kufanya kazi kwa usahihi. Vijana waliobobea kwenye hiyo kazi ndio hao walikuwa hapo kwenye nyumba. Ndio hao walikuwa ndani ya vyumba vya mateka ndani ya Black House. Jenerali Omar Mamba hakuwa na jinsi. Sasa alikuwa anatakiwa kwenda tu akazungumza na Mark Brandicott. Kiburi chote kilimfika mwisho. Muda huo tayari alikuwa yupo kwenye gari na safari ilikuwa ni kwenda pale. Hiyo safari ilianza. Japo ilikuwa ni kishingo upande, ila goti litakiwa kupigwa ili vijana wake watoke huko ndani waje kufanya kazi. Upande mwingine, George baada ya kutoka Black House aliendesha gari mpaka Westernland. Hilo ni eneo ambalo lina makazi ya viongozi wa zamani wa serikali pamoja na makazi ya viongozi wa zamani wa vyombo vya usalama. Alienda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ambayo ina namba 18C. Alipofika hapo alisimamishwa na walinzi, walitaka kumzuia kuingia ndani, lakini taarifa zilipofika ndani ya mwenye nyumba huyo, mwenye nyumba alikuja mbio. Aliwasukuma walinzi kando na kumruhusu mtu kuingia na gari lake. Aliposhuka kwenye gari alimkumbatia kwa furaha huko akiwa anamkaribisha nyumbani kwa furaha. Ni miaka 2 imepita hatujaona na mheshimiwa. Ni siku nyingi sana. Waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Bwana Edward Erigi alikuwa amesema hivyo huko akiwa anamshika mkono kwa nguvu. Niko ninachosema, mambo alikuwa mengi toka nimetoka gerezani. Nimekuwa ni mtu ambaye natumia muda mwingi sana kukaa na familia yangu na kufanya mambo yangu mengine ambayo nipita huku duniani nilipokuwa gerezani. Karibu sana. Bwana Edward Erigi alikuwa ameonyesha kumchangamkia sana. Alimkaribisha ndani na waliingia pamoja. Walitembea na wakaingia mpaka sebuleni. Mgeni aliketi kwenye sofa na kuzungusha macho kwenye sebule hiyo ambayo ilikuwa na vitu vichache ila vya bei ghali. Bwana Edward Erigi alikuwa amemruhusu George kuzungumza kile ambacho kimemfanya mwandishi huyo kumtembelea asubuhi yote hiyo. Kabla kutoka gerezani, kila kitu kilikuwa kinaenda sawa tu nje, hasa kwenye upande wa familia yangu na kazi zangu pia. Ila toka nimetoka gerezani mambo yamebadilika sana. Familia yangu inapitia kipindi kigumu sana. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, watu walivamia nyumbani kwangu na wakamchukua mke wangu. Nimeona nisiendelee kuwa mpole na mimi nimeamua kupambana nao. Mtu ambaye anamgusa mke wewe ni adui yako mkubwa sana. Hivyo sasa nitaanza kupambana nao. Najua unajiuliza kwa nini nimekuja kwako. Nimekuja kwako kwa sababu wewe ndiye mtu ambaye ulitoa ruhusa ya mimi kutoka gerezani nikiwa bado nina kifungo cha miaka 13. Sasa nataka nikuulize, je, ulinitoa gerezani wewe mwenyewe au uliletewa jina langu mezani? George alikuwa ameongea maneno hayo kwa sauti ya chini ambayo ilitosha kusikilizana wao wawili. Jina lako niliandika mwenyewe kwa kalamu yangu. Majina mengi waga yanatoka kwenye idara ya urekebishaji, ila jina lako niliandika mwenyewe. Ingekuwa dhambi mbaya sana kama ningetoka madarakani bila kukutoa gerezani. Ulisaidia sana kipindi kile. Hivyo na mimi kwa jaribu kurudisha fadhila tu kwa namna yangu. Ulifanya vizuri sana. Naomba nikuulize kitu kimoja. Hauna ukaribu na watu? George alikuwa ameongea huko akiwa anasogeza karatasi yenye majina ya watu 4. Bwana Edward Erigi alipokea na kuyasoma majina hayo kisha karudisha kwa mwenyewe. Kati ya 4 ni Henry Bino pekee ambaye nilikuwa na ukaribu naye, na yote ni kwa sababu alikuwa ni DPP. Na ukaribu wetu ulitokana na mimi kujifutia makosa yote ambayo nilikuwa nimeyafanya kipindi cha utawala wangu. Hivyo ndivyo mnavyofanya. Hatufanyi kwa ubaya, ila hata wewe mwenyewe ungefanya ni labda. Nchi yetu ina ruhusu rais au waziri mkuu kushtakiwa. Nisingeweza kutoka na kuacha kesi zangu kwenye meza ya DPP. Sikuwa tayari kuanza kuhangaika kwenye vizimba kushindana na wanasheria wakati nilikuwa na nafasi ya kumaliza shida zote ndani ya usiku mmoja pekee. Ukaribu wako na Henry Bino ni wa kiasi gani? Miaka karibuni hata kuwasiliana tuwasiliane. Yuko busy na biashara zake na mimi niko busy na kilimo. Sasa hicho ndicho kilichonileta hapa. Sasa unafanya nini kuhusu mkeo? Atarudi tu. Najua hakuna mwenye uwezo wa kunyosha mkono juu yake. Na hayo majina vipi? Sabani kwa kuuliza. Hawa watu 3, miaka mingi iliyopita hawa watu 3 walikaa na wenzao wawili ambao ni marehemu hivi sasa.
Kwenye kikao hicho walikubaliana kwa gharama yote ile wanatakiwa kuniua mimi. Bahati mbaya sikujua hili na nimechelewa sana kulijua mpaka nilipokuja kuonyeshwa na mke wangu siku kadhaa zilizopita. Mimi sikujua hilo na ndo maana nilipomalizana na Dr. Abasi Ali Juma na Theobald Kigo, maisha yakaendelea kama kawaida. Kipindi ambacho mimi nipo gerezani, wenzangu huko nyuma walikuwa wameunda kundi na walikuwa wamelipa jina Miungu ya Jilad Azul. Kundi hilo ndio kundi ambalo limekuwa likitekeleza mauaji ya wasomaji wangu na pia limekuwa likitoa vitisho kwa wananchi kwa yote ambaye atakutwa akiwa anasoma kitabu changu basi maisha yake yatakuwa hali yao. Huyu ni mke wa Dr. Abasi Ali Juma, amebadilisha utambulisho wake na sana jiita Saada Hamisi Mtozi. Amefanya hivyo ili kujificha kwenye kivuli ambacho anadhani labda sitagundua kwamba ni yeye. Nilileta majina yao kwako ili niweze kujua kama kuna moja kati yao ambao una karibu naye sana. Kama ingetokea ungeniambia kwamba kuna mtu una karibu naye basi ningekuuliza zaidi, ila kwa kuwa hauna ukaribu nao basi sina kingine ambacho tunaweza kuzungumza. Kama utapata nafasi ya kuonana tena basi nitakutembelea tena siku nyingine. Yule kama alianza kuongea kisha kanyanyuka Bwana Edward Iligi kama amenyanyuka na yeye ili Bwana Edward Iligi alinyanyuka na yeye akimuomba George akae kidogo azungumze zaidi, lakini mwandishi huyo alimwambia Bwana Edward Iligi kwamba kuna sema natakiwa kufika muda huo kwa ajili ya kikao ambacho kinafanyika ndani ya dakika 30 tu kutoka wakati huo. Basi Bwana Iligi Edward akawa hana jingine la kuweza kumshawishi mwandishi huyo aendelee kubaki nyumbani kwake. Alimsindikiza mpaka nje, akaingia kwenye gari na kuondoka. Huko nyuma Bwana Edward Iligi alibaki akiwa anafikiria watu wanne ambao George anatembea na karatasi yenye majina yao. Aliona kama watu ambao hawana bahati kwa sababu kilichokuwa kinafuata hapo mbele yeye alikuwa anakijua. George alikuwa ameendesha gari mpaka kufika kwenye maktaba ya wajana. Nje aliwakuta walinzi wakiwa wameimarisha ulinzi eneo hilo. Alishuka kwenye gari na kutembea kwa hatua ndefu kuelekea ndani ya maktaba hiyo. Kwenye korido ya kuelekea mapokezi alikutana na Dr. Christina ambaye alikuwa akitoka asubuhi hiyo baada ya kufanya kazi usiku kucha. Licha kwa daktari alikuwa amechoka, lakini alipomwona George akija mbele yake alijitahidi kujilazimisha kutabasamu. Pole sana najua umechoka sana. George alikuwa ameongea kitanguliza pole kabla ya salamu. Hapana sijachoka sana. Hii ndio kazi ambayo tumechagua kuifanya. Daktari alikuwa ameongea kwa kizidi kutabasamu licha ya sura yake kuonesha fika amechoka sana. Nieleze ni kitu gani kinaendelea huko ndani? Watoto wamepata nafuu? George alikuwa ameuliza huko akiwa anamtazama macho daktari huyo. Kwa sote anaendelea vizuri. Kusema ukweli Dr. Magomago amefanya kazi kubwa sana. Amejitahidi na tumefanikiwa kuwaokoa wote. Jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Nilikuwa nawaza sana. Sasa kuna jambo moja ambalo la kushangaza. Daktari alikuwa ameongea akionyesha kuwa na wasiwasi. Nieleze hilo jambo gani? Mtoto mmoja amesema kwamba pale mlipoenda kuwachukua wao palishaacha kutumika mwezi mmoja uliopita. Amesema kwamba watoto wengine ambao walichukuliwa na kupelekwa sehemu nyingine huko ndiko kunakofanywa kazi. Dr. Christina alikuwa ameongea maneno ambayo alimfanya George kuhisi unyonge sana, lakini ghafla alipata nguvu baada ya kukumbuka kitu. Nenda ukapumzike, tutazungumza. George alikuwa ameongea hivyo kwa anatimua mbio kurudi alikotoka. Hata ndani hakuingia kwenda kuona watoto. Dr. Christina alibaki mdomo wazi asielewe mtu huyu alikuwa anaenda wapi tena, na wakati ndio kwanza alikuwa amefika asubuhi hiyo. Je, amekumbuka nini mwandishi huyo na mbio hizo ni za kwenda wapi? Tupumzike kidogo msikilizaji, tuvute pumzi kwa sababu tutakuwa nayo sehemu ya 17 ambako huko tutapata kujua mengi zaidi. George Daktari Sara ndo mtunzi, director Owen kutoka Simulizi Max ambaye wewe umfahamu kwa sura, ndo ambaye nakusimulia hapa kupitia studio Simulizi Max. WhatsApp 0677062012 kijapo utapata kuwasiliana na director Owen, lakini pia hautaweza kumuona sura yake, lakini utaweza kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila hata kusubiri. Tukutane huko msikilizaji kuendelea kufuatilia simulizi kwa utamu na kwa uzuri sana. Bye bye.